Kwanza kabisa namshukuru Mungu kuipata hii nafasi adimu sana ambayo nilikuwa nikitamani usiku na mchana, angalau leo sasa nimeweza kuipata. Kama ningekufa bila kuyasema haya, ningekufa na kinyongo kizito sana moyoni mwangu. Kama ningekufa bila kuyasema haya, ningekuwa msaliti wa huu ulimwengu ambao hakika umepoteza uelekeo kwa wanadamu. Wanadamu kila kukicha wamekuwa wakiyafanya yale ambayo yakimchukiza Mungu. Najua mkasa wangu utakuchukiza na unaweza kuniona mimi ni kiumbe nisiyefaa, lakini nakuomba kitu kimoja ndugu msikilizaji. Kupitia mkasa huu iwe ni fundisho kwenu, ili msirudie haya ambayo mimi nimekwisha kuyafanya. Naitwa Bugamba, umri wangu ni miaka 32. Ni mtoto wa 3 katika familia ya watu 4. Mimi nimetanguliwa na kaka zangu 2. Na mwisho ni mdogo wangu anaitwa Sabina ambaye kwa sasa ameolewa Bariadi katika mkoa wa Shinyanga na ni mfanya biashara. Nikiasimulia haya chozi linanitoka. Lakini acha tu nikwambie tu ya kwamba kaka yangu mimi mkubwa kwa bahati mbaya ametangulia mbele ya haki, na anayemfuata yuko hapa Mwanza mjini, yeye ni mfanya biashara. Miaka 10 iliyopita mimi nilibahatika kuolewa na mume wangu mpenzi George Matulanya, ni mfanya biashara mkubwa jijini Mwanza. Kwa kweli ilikuwa ni ndoa iliyoacha simulizi jijini Mwanza. Na hii ni kutokana na kuwa nilikuwa ndoa ya kifahari iliyotumia pesa nyingi mno. Na namshukuru Mungu ndoa yangu ilifana sana. Baada ya ndoa nilianza maisha ndani ya ndoa kwa furaha sana na bashasha kubwa mno, huku mume wangu akionyesha mapenzi mazito sana kwangu. Na mimi sikuwa nyuma, nilifanya yale yote niliweza kuelekezwa na wazazi wangu yanayotakiwa kuweza kuyafanya kama mwanamke nikiwa niko ndani ya ndoa. Siku zote roho ikitulia mwili huchukua nafasi. Nilipendeza mtoto wa kike mweupe. Uwepo wangu mimi ni wa asili uling'aa kwa mbali, unaweza kusema ya kwamba labda natumia mkorogo, lakini ulikuwa ni upendeleo wa Mungu. Mume wangu muda mwingi baada ya shughuli zake za kutwa nzima alitumia muda wake kuwa karibu yangu, kitu ambacho kilinipa faraja ndani ya moyo wangu. Kwa kweli nilijiona ni kiumbe mwenye bahati ya mtende kumpata kijana mzuri mwenye pesa, tena mwenye mapenzi ya kweli. Mapenzi ya mume wangu yaliondoa hofu iliyokuwapo moyoni mwangu kwamba ndoa ni jehanamu ya wanawake, kutokana na kushuhudia mateso aliyokuwa akiyapata mama yangu kutoka kwa marehemu baba kabla ya kuweza kufariki dunia. Baba yangu mzee Machibia alikuwa ni mlevi wa pombe za kienyeji. Kila aliporudi alikuwa amelewa na alikuwa anampiga sana mama yetu, kitu ambacho kilichonifanya mimi nichukie ndoa. Kweli nilikubaliana na maneno ya mama yangu ya kwamba ndoa ni uvumilivu, kutokana na kipigo alichokuwa nakipata kwa baba bado, lakini mama alivumilia na alikuwa anamuunguza baba yetu kipenzi alipougua ugonjwa kupooza upande mmoja wa mwili. Tena alikuwa anamuunguza kwa mapenzi mazito mpaka baba alipokata roho mikononi mwa mama. Mimi mpaka marehemu babangu anafariki dunia, mama alikuwa na jeraha juu ya jicho, lakini pia na meno mawili ya mbele hakuwa nayo mamangu, na hii ni kutokana na kipigo cha baba. Baba alikuwa anampiga sana mama, lakini mama hakuacha kumpenda baba yetu. Na hata siku aliyokuwa akiniaga alinieleza vitu hivi ambavyo navikumbuka sana. Maneno ya mama yangu ambayo nayakumbuka muda wote. Niliyapuuza yale maneno ya mama kwa wakati ule wakati ananiambia, lakini leo hii ni majuto makubwa mno moyoni mwangu. Mama yangu siku ya mwisho kabla kutengana na familia yangu ni mfuate mume wangu kama ilivyoelezwa katika maandiko matakatifu. Mamangu aliniambia hivi, mwanangu,
Ndoa sio lele mama. Ndoa inatakiwa uvumilivu. Ndoa inatakiwa upendo. Ndoa inatakiwa huruma. Na imani kabla babako hajafariki dunia, ulikuwa na akili timamu ya kujua zuri na baya, na pia kuyaona yote aliyokuwa akiyafanya baba yako. Sasa yale aliyokuwa anayafanya babako yasikutishe. Sio kila mwanaume ana hizo tabia. Msikilize mumeo siku zote. Mwenye sauti ni mmoja tu. Jiweke chini ili kuweza kuiokoa ndoa yako. Usitaki kushindana na mumeo pale unapoona unaonewa. Tumia njia za msaada za watu wazima, hasa upande wa mumeo. Ukiona mpaka unayaleta kwetu, basi ujue huko kwa upande wa mume wako yameshindikana, ndio yalete huko kwetu. Waogope wanaume wa nje kwa sababu ni wabaya sana. Wana nguvu za kishetani kuweza kukutoa ndani ya pepo ya ndoa na kukupeleka katika jehanamu ya dunia. Mimi hapa mama yako sikumjua mwanaume yeyote zaidi ya mume wangu. Si kwamba nilikuwa sitongozwi, lakini walikuwa wapi kabla ya ndoa? Kwa nini wakuone mzuri baada ya kuolewa? Basi hao mwanangu unatakiwa uweze kujiepusha nao. Siku zote mwanangu, mtangulize Mungu mbele kwa lolote ulionalo limekosa ufumbuzi katika akili yako. Usichoke kumuomba Mungu, kwani baraka za Mungu huja taratibu. Baraka za Mungu zataka subira. Kingine mwanangu, napenda kukuhusia kitu kimoja. Upendo wa kweli kwa mwanamke hutengenezwa na mwanamke mwenyewe. Hakuna mapenzi ya kutengeneza kutegemea miti shamba. Fuata kila nililokueleza na kuhakikishia mumeo siku zote atapoa kama maji mtungeni. Mpende mume wako, wapende watoto wako kama Mungu atakujalieni. Wapende ndugu, wapende jamaa waliokuzunguka bila ya kumbagua mtu. Narudia tena mwanangu. Narudia tena. Katika ndoa yako uvumilivu ndio njia pekee kuiokoa ndoa yako, hasa pale inapoingiliwa na migogoro. Hakuna maisha tambalale. Hata we mwenyewe ulimuona marehemu babako, pamoja na yote alionifanyia, lakini ilifika siku alipoa kama maji na maisha yaliendelea, na kwa mapenzi ya Mungu alipomuita tulikuwa pamoja na kutimiza kile kilichoandikwa kwamba kifo ndicho kilichotutenganisha. Kwa hayo mwanangu, nakutakia ndoa njema yenye upendo na amani, na Mungu awalinde. Niliyatumia maneno ya mama yangu mzazi kama dira na mwanga wa maisha yangu, na kuamini kwamba nami siku moja nitamueleza mwanangu kama nitafanikiwa kupata mtoto wa kike kabla ya kwenda kwa mumewe. Mume wangu aliyabadili mawazo yangu kuwa wanaume hutumia ubabe kwa wake zao kama alivyokuwa marehemu baba. Yeye mume wangu hakufanya hivyo, na hakufanya jambo bila kunishirikisha mimi. Baada ya muda aliweza hata kunizungusha katika baadhi ya miradi yake. Mume wangu alinieleza jambo moja ambalo sikupenda litokee. Eti aliniambia kwamba, mke wangu, lazima ujue kujishughulisha. Leo nipo, kesho sipo, unaweza kupata shida. Nikasema, sasa mume wangu uende wapi? Ina maana utasafiri safari ya kunifanya mimi nipate tabu? Nilimuuliza hivyo, nakumbuka vizuri kabisa, na hiyo siku tulikuwa tuko sebuleni nikiwa nimejilaza tu mapajani mwake. Mume wangu akaniambia, si kwamba kuondoka kwa kusafiri, na maanisha kufariki dunia, kuiaga dunia. Nikamwambia, mume wangu, maneno gani hayo? Kwa nini usiseme kitu kingine, unakimbilia masuala ya kufa? Kusema ule ukweli, kaule mume wangu sikuipenda. Iweje nawazia kifo wakati mimi nilikuwa nawaza tupinde mgongo pamoja mimi na yeye, na kama kufa basi mmoja afe, ikiwa ni uzeeni na sio ujanani. Mume wangu akaniambia ya kwamba, mke wangu, siku zote wanadamu tumeumbwa kwa tahadhari. Kwa vile kifo hakina hodi, unaweza kaanza wewe au nikaanza mimi, lakini kabla ya kutokea tatizo lazima tuchukue tahadhari. Miaka ilikatika na mimi nikabatika kweli kupata mtoto, alikuwa ni wa kike. Furaha ndani ya nyumba ilikuwa ni kubwa, si kwa mume wangu, hata familia ya mume wangu, kwa vile ndiye aliyekuwa mtoto wa kwanza ndani ya familia. Tulimpa jina la Kabura. Hilo jina ni jina la mama wa mume wangu. Maisha yalizidi kutunyokea, huku upendo ukichukua nafasi katika nyumba yetu. Ndugu wa familia zote walijenga ukaribu wa kuifanya familia iwe moja.
Baada ya miaka 3 niliweza kujifungua tena mapacha watoto wa kike. Mmoja nilimpa jina la mamangu mzazi, Kobelabo, na wa pili nilimuita jina la bibi, nilimuita Minza. Mungu aliendelea kuweza kuangazia maisha yetu kwa kujenga nyumba nyingine. Tulijenga nyumba maeneo ya Ilemela, njia kwenda uwanja wa ndege wa mkoa wa Mwanza, karibu na kituo cha radio cha Radio Free pamoja na Star TV. Tulihama tulipokuwa tunakaa awali na tukamia kwenye nyumba yetu kubwa. Maisha yaliendelea japo matatizo ya hapa na pale ambayo ni ya kawaida katika maisha ya wanadamu, hasa katika nyumba. Hakukuwa na maisha ya tambalale, lazima tu kuna siku tulihitarifiana kimaneno hivyo, lakini tulimaliza kikubwa. Toka niolewe mwaka wa 5 ulikuwa kikatika, mume wangu hakuwahi kulala nje ya nyumba yetu, labda asafiri. Na siku zote alipokuwa yuko nyumbani, muda wake wa kurudi ukizidisha sana basi saa 2 usiku, zaidi ya hapo ni saa 12 jioni anakuwa yuko nyumbani. Ilizuka tabia kuchelewa kurudi nyumbani. Ikawa saa 3, ikaja saa 4 ndo mwishowe. Baadaye saa 6 za usiku ndo akawa anarudi nyumbani. Sasa kila nikifikiria kazi za mume wangu, unajua hazikumfanya chelewe kiasi kile. Lakini sikutakiwa kuhoji kutokana na mafunzo niliyokuwa nimepewa ya kutokuuliza kila jambo. Na siku zote mwanaume hajulikani muda gani wa kuweza kuingiza pesa. Hali ile mimi nilivumilia kwa vile hapakuwa na jambo lolote baya zaidi tu ya kuchelewa. Na siku zote duniani mtu atakunyima chakula na si neno. Jirani yangu mmoja ambaye tulikuwa tumeivana sana, wakati nikikaa Mkuyuni kabla kuweza kuhamia Ilemela, nilikutana naye. Siku moja nilikutana naye soko la samaki Mwaloni. Nilikuwa nimefuata samaki wa kula. Yeye alikuwa na biashara yake. Bahati mbaya sikumuona yeye ndiye alioniona mimi. Kwa aliponiona tu aliniita pale kwa sauti kubwa, "Mama wawili." Nikageuka, na kabla kuitikia kwa vile mama wawili ni wengi pengine sio mimi, nilimwona pale Devota. Nikasema, Devo. Shoga, toko tukimbia utaki kuja kututembelea? Nikasema nitakuja dada, bado tu sijatulia. Kwanza shoga, fadhali nimekuona, walimwengu sio watu. Kidogo kauli ile ilinishtua kutoka kwa Devo. Nikahoji pale, kwa nini wasiwe watu? Dada, hivyo unajua nilikuwa nakutafuta sana, kibaya nilikuwa sijui kwako. Lakini dada yangu, wifi zako sio watu waone vile. Nikamwambia, una maana gani kusema hivyo? Unajua kuna mpango wa siri unapangwa ili wakutoe ndani. Nikasema, wanitoe ndani kivipi? Eti wewe una faida kazi kuwazalia tu mitoto ya kike. Sasa watoto wangu wa kike wanahusiana nini na mimi kutolewa ndani? Kwa kweli mimi sijui. Ila wifi yako Koreta ni rafiki yangu toka shuleni, tumesoma wote shule ya msingi. Na baada ya kupotezana, baada ya kumaliza shule ya msingi pale Gedeli, tulikuja kuonana siku alipoweza kuja kututembelea Mkuyuni, na akanikuta pale na kanga samaki. Kweli tulizungumza mengi, hata tukawa pia tumeufufua urafiki wetu. Kwa nyinyi baada ya kuhama, alikuwa anakuja mara kwa mara kunitembelea. Kitu ambacho mimi sikukipenda ni mpango wa familia kumtafutia mwanamke kaka yao ili azaliwe mtoto wa kiume aje awe mrithi wa mali zake. Milo hata sikukubaliana nalo. Nilimkubalia tu pale mdomoni, lakini moyoni mimi nilimkatalia. Na hapo ndo nikaanza mkakati wa kukutafuta, lakini ndugu yangu sikujua wapi ulipohamia. Na baada ya muda nilipata taarifa kwamba mipango imekamilika baada ya mwanamke waliyemtafuta akajifungua mtoto wa kiume. Na uwezo kwa mimi shoga yangu amenunulia jumba la kifahari maeneo Bugando, njia ya kutelemkia kule Igogo, na ndiye anayependwa na familia. Na pia nasikia sasa hivi mumeo akitoka anapitia kwa bibi mdogo ndipo aje kwako. Upo? Unajua maneno haya mwanzoni kama niliona yakizushi, lakini taratibu nilianza kuunganisha doti na nikaanza kuona ukweli upo. Kwa kweli sikutaka kuzungumza kitu chochote mimi na Devo zaidi tu ya kumkubalia. Nikamwambia okay Devo, nitalifanyia kazi. Kwa kweli hata hamu ya kununua samaki ilifutika. Nilijikuta napoteza furaha ile siku. Nilimwomba dereva nirudishe nyumbani.
Japo alinishangaa kurudi nyumbani bila kununua samaki, lakini nilirudi hadi nyumbani na kisha nilienda kujitupa kitandani. Hata wanangu sikutaka wanisogelee. Japo kile nilipokuwa nikirudi, nilikuwa nawaletea zawadi. Lakini sikubeba zawadi. Kwanza kichwa nilikiona kidogo, mawazo niliona yani ni mengi. Nilihisi pressure inanipanda wakati sina pressure. Kwa vile sikutaka kuumiza sana kichwa, nilimeza dawa za usingizi ili tu kutuliza kwanza pressure niliyokuwa nayo. Baada ya kumeza vidonge 4 badala ya 2, usingizi ulinipitia. Nilikuja kushtuka majira ya saa 1 za usiku. Wakati huo watoto walikuwa wameshakula na kulala. Nilimuuliza mfanyakazi wa ndani kama mume wangu amerudi, maana sikumuona. Nikaoga pale na kula na kisha nikakaa sebuleni nikiangalia vipindi katika TV. Macho yalikuwa kwenye TV, lakini mawazo yalikuwa mbali mno kuyatafakari yale yote niliyokuwa nimeelezwa na rafiki yangu Devota kama ina ukweli. Japo akili ilishindana na nafsi kuweza kuyakubali yale maneno yake. Hata mfanyakazi wangu Maria Halila aliniona. Aliniuliza, "Mama, leo naumwa?" Nikamwambia, "Hata nipo sawa." Nipo sawa. "Lakini mama, leo upo tofauti na kila siku. Toka umerudi kutoka sokoni umekuwa kama unaumwa." "Lakini mama, unaumwa hutaki kukubali." Nikasema siumwi. Siumwi kusema kweli. "Maria, mimi siumwi. Sijisikii tu vizuri. Naomba tu kwanza uniache." Kweli Maria ilibidi aniache na kisha akaendelea na kazi zake. Jamani, siku ile ilikuwa ni mateso mazito mno ya moyo wangu. Kwanza nilijuta kwa nini nilikutana na Devota na akanieleza maneno yaliyojeruhi moyo wangu. Kilichonimeza zaidi na kuamini yote niliyokuwa nimeelezwa na Devota na ukweli ni tabia za wifi zangu kupunguza mapenzi kwangu, na hata kuja kwangu alipunguza tofauti na zamani. Lakini kingine kilichonifanya niamini yale maneno ya Devota ni tabia za mume wangu kupunguza matumizi ya ndani, na pesa yote aliyokuwa ananiachia alikuwa anaifuatilia matumizi yake tofauti na hapo zamani. Siku ile sikwenda kulala kama ilivyokuwa kaida yangu kila mume wangu anapochelewa kurudi. Nilikuwa naenda kulala, ile hiyo siku sikwenda kulala. Nilikaa sebuleni nikiona masaa yakikatika bila hata dalili za mume wangu. Na hata usingizi unavonipitia sikujua ni saa ngapi. Nilishtuliwa na mfanyakazi wa ndani saa 12 asubuhi ili afanye usafi. Nikamuuliza, "Vipi babako alirudi?" Nilimuuliza mfanyakazi huku nikipekecha macho. Akaniambia, "Kwani baba hakurudi?" Nikasema, "Maria, swali gani unaniuliza?" "Mama, nitakujibu nini? Mimi nilikuacha sebuleni, mimi nikaenda kulala." Nikasema, "Basi okay, endelea na kazi." Niliachana na Maria. Nikaenda chumbani, labda mume wangu atakuwa amelala. Lakini hapakuwa na mtu. Kwa mara ya kwanza tangu niingie katika ndoa, ndio nilionja sasa chungu ya ndoa. Yaani bila kujielewa machozi yalinibubujika, tena bila hata kijizuizi. Nilikuwa najiuliza maswali yasiyokuwa na majibu juu ya yale yote nilikuwa nimeelezwa na rafiki yangu Devota. Je, yana ukweli? Niseme ule ukweli, japokuwa sikuwa na kawaida ya kumpigia simu mume wangu anapochelewa au hata anapopata dharura, mara nyingi ndiye aliyekuwa akinipigia mimi simu na kunijulisha. Kwa mara ya kwanza ilibidi nimpigie simu mume wangu kutaka kujua amekumbwa na nini. Simu nilipopiga ilipokelewa na mwanamke. Sikushtushwa sana kwa vile sikujua nani aliyepokea ile simu. Nikasema, "Samahani dadangu, naomba kuzungumza na mwenye simu." "Oh, samahani. Anamnywesha maziwa mwanae kipenzi." Lo. Japo jibu lile liliuchoma sana moyo wangu, lakini nilitakiwa niwe mstaarabu zaidi. Nikasema, "Sawa. Hata kama ananywesha mtoto maziwa, naomba basi umpe simu, nina shida naye." "Dada we pumu ama? Mbona uko kinganganizi? Nimekuambia anamnywesha mwanae maziwa." Yamekushinda, tuachie wenzio. Uwezo tunao. Kama una shida, msubiri. Atakuja." Nikasema, "Dadangu, yote hayo ni ya nini? Mimi nimemuulizia tu mume wangu." Mimi ni usu, ila ujumbe umeshakufikia, upo." Kila dakika hali ya mwili mimi ilizidi kubadilika. Ukali wa maneno ya yule mwanamke ambaye niliamini kabisa ndiye hawala wa mume wangu. Nilipatwa na mshtuko wa ghafla. Mshtuko ambao sikuutegemea. Mwili ulipata joto la ajabu. Nilianza kuvuja jasho kama vile nimefungwa kwenye chumba chenye joto kali. Hata simu ilipoweza kuniponyoka sikujua. Nilijikuta tu nimetepweta
niko pembeni ya kitanda. Na bahati nzuri nilikuwa niko chumbani, bila hivyo ningeanguka mwanguko mbaya mno. Mfanyakazi wa ndani ndiye alikuja kuweza kunisaidia kuninyanyua, huku akiamini kabisa mimi nilikuwa naumwa. Akaniambia, mama, kwa nini unaficha? Nawe ndiye uliotueleza mtu anapojisikia vibaya aende hospitali. Nikamwambia, sio hivyo Maria unavyofikiria. Sasa mama, mtu kuwa katika hali hii kama si ugonjwa ni nini? Nikamwambia, Maria, kwanza nashukuru, hebu niletee kwanza maji baridi kisha niache nipumzike. Baada ya muda Maria aliniletea maji baridi na kisha mimi nilijipumzisha kwanza kitandani. Muda wote msikilizaji, machozi yalikuwa yananitoka. Unajua nilikuwa najiuliza, mbona mambo kama yale ni ya kupangwa? Yaani kama ni mchezo unachezewa. Yaani iweje nikutane na Devota alafu kisha mambo ndo yale sasa yatokee dhahiri, yani yajionyeshe sasa. Nilianza kuamini kweli Devota alitumwa na wifi yangu ili anipe zile taarifa, kisha usiku ule ndo nione kwa vitendo kwamba mume wangu hatarudi nyumbani. Moyoni nilimchukia sana rafiki yangu Devota na kumfananisha na muuaji ambaye alitaka kuweza kuniokoa pressure. Lakini bado sikumuona Devota na makosa, kwa vile hata asingeweza kunieleza yale, bado asubuhi mimi ningempigia simu mume wangu. Niliamini ningekutana na majibu yale yale, kwa vile yalionekana kabisa kuandaliwa kwa muda mrefu. Wazo la haraka lilikuwa ni kwenda nyumbani nikamweleza mama mzazi, huenda angekuwa na tiba ya tatizo langu. Kwa nilikurupuka pale kitandani na kubadili nguo, kisha nilitoka kuelekea Buzuruga kwa wazazi wangu. Nilifika Buzuruga majira ya saa 5 za asubuhi, lakini bahati nzuri nilimkuta mama ndio alikuwa ametoka sokoni kuhemea. Aliponiona hata bila ya kuweza kunisalimia, aliniuliza huku akinitazama usoni, "Kinehe Bugumba?" Nikamwambia, "Kawaida tu mama." Kawaida nini? Wakati uso wako unaonesha kuna tatizo. Nikamwambia, "Ni kweli mama." Kwa mshtuko mamangu alidondosha kikapu huku akiwa ananisogelea, akanishika kichwani. Akaniambia, "Tatizo? Tatizo gani? Mumeo hajambo?" Nikasema, "Hajambo mama." "Wajukuu zangu?" Nikasema, "Wote hawajambo." "Wewe?" Nikasema, "Hata mimi sijambo." "Sasa tatizo nini mwanangu?" Mama aliniuliza huku akinipapasa mwilini. Nikamwambia, "Mama, ni mengi. Tuingie ndani nikueleze. Kwa mara ya kwanza nimeanza kuonja sasa joto la ndoa." Niliokota kikapu na kuongozana na mama ndani, na baada ya kukaa nilianza kumweleza mama yale niliyoyasikia jana baada ya kukutana na Devota, na pia simu niliyokuwa nimepiga asubuhi baada ya mume wangu kutokurudi nyumbani. Mamangu baada ya kunisikiliza kwa muda, mama kwanza alipumua, alafu kisha akasema, "Uyasemayo mwanangu, siwezi kuyapinga wala kuyakubali kwa asilimia zote. Ila bado ulitakiwa kumsikiliza mumeo anasema nini kuliko kuchukua huu uamuzi. Bado maneno ya kuambiwa hayana nguvu ya kukufanya wewe ukose usingizi. Japo ulisemwalo lipo, kama halipo linakuja. Na kuomba urudi nyumbani. Msubiri mumeo, akirudi utamsikia anasema nini. Na hapo ndipo utakapoweza kuchuja yote uliyosikia. Na kama ni kweli mumeo anafanya uchafu huo, mimi sina nguvu ya kuweza kuingilia ndoa yako. Ila malalamiko yote yapeleke ukweni kwako na sio kuyaleta huko. Lakini pia naona umesahau mapema yote nilokueleza kabla ya ndoa yako. Na huu ndo muda wake wa kuweza kuyafanyia kazi." "Sawa mama, nimekusikia. Sasa kwa vile umeondoka bila ruhusa mumeo, rudi kwako. Wasije kupata pa kusemea." Kweli mimi niliagana na mama na kurudi kwangu. Nilipofika nilimkuta Maria akiwa anambembeleza pale Kubelabo, aliyekuwa analia mdogo wake Minza. Alikuwa amelala kwenye kochi. Mwanangu mkubwa Kabura alikuwa bado hajarudi kutoka shuleni, alikuwa akisoma kindagate. Nikasema, "Vipi, mbona hivyo?" Toka alipoamka alikuwa akikulilia, lakini Minza wala baada ya kumpa uji usingizi ukamshika. "Vipi baba yao? Ameonekana?" "Alikuja kwenye saa 3 hivi, ambadili nguo ameondoka." "Hakuniulizia?" "Alikuulizia." "Ukamjibu nini?" "Nilimjibu umekwenda kwa bibi." "Akasemaje?" "Hakusema kitu, aliingia tu kwenye gari lake akaondoka." Kauli hii ilizidi kuniumiza moyo wangu. Niliingia chumbani bila hata kuvua viatu, nikajilaza kitandani.
Mkono hapo nimeweka kichwani, siamini kile kilichokuwa kikitokea mbele yangu. Akili haikukubaliana na matukio yote niliyokuwa nimeona. Yaani nilikuwa kama ndoto. Nilikuwa najiona kama vile niko ndotoni. Hata wakati mama akinipa wosia, niliona kama ni mtu aliyekuwa akiniimbia wimbo ambao hauna maana sana. Japo kuna niliokuwa nimeyashuhudia kipindi cha uhai wa babangu kwa kipigo alichokuwa kipigwa mamangu. Kiukweli sikukubali kuendelea kuumia. Nilichukua simu na kumpigia tena mume wangu. Baada ya kupiga alipokea na kisha kaniuliza kwa sauti kali mno, kwamba unasemaje? Nikasema, mume wangu, ni majibu gani hayo? Majibu gani hayo bila hata ya salamu? Okay, habari sasa hizi. Nikama sio nzuri. Uko wapi mume wangu? Niko katika shughuli zangu. Kwani unasemaje? Baba Bugumba, ni majibu gani hayo mume wangu? Yameanza lini? Samani kama nimekosea, ila jana nilipata dharura. Nimerudi sikukukuta, niliambiwa umekwenda kwa mama. Vipi, kuna usalama? Usalama utoke wapi mume wangu? Naomba urudi mara moja nyumbani. Basi mke wangu, narudi. Baada ya nusu saa mume wangu alirudi na akanikuta pale nipo kwenye hali hii mbaya kusema kweli. Kwanza yeye mwenyewe alionyesha kunishangaa. Akaniambia, vipi mke wangu, mbona uko hivi? Kauli ile ilinifanya niangue kilio cha sauti ya juu mno, kilichomfanya mpaka mume wangu aanze kunibembeleza. Mpenzi, kuna nini? Kwa maana kwamba uliitiwa nini huko kwa mama? Ina maana mume wangu hujui kinachoniliza? Ningekuwa najua ningekuuliza. Kwani nyumbani kuna usalama huko ulikotoka? Mume wangu, kwa nini unanifanyia hivi? Kukufanyia nini tena mke wangu? Mimi nimefanya kosa kukuzalia watoto? Mbona sikuelewi, kunizalia watoto kivipi? Au kuzaa mtoto wa kike ni laana? Mbona umempa jina la mamako kama uliona watoto wangu wa kike ni laana? Mbona unanichanganya, mara watoto wa kike mara mama yangu? Hebu nieleze tatizo bila kuweka mafumbo ili niweze kukuelewa. Jana ulikuwa wapi? Nilipata dharura. Dharura ya kumlea mtoto? Mtoto? Ndio. Mtoto kivipi mke wangu? Leo una nini? Mbona sikuelewi unachokizungumza? Unanielewa sana, ila tu unajichetua. Kumbuka mume wangu, tumetoka wapi na tunakwenda wapi. Kuzaa watoto wa kike sio dhambi. Basi Mungu angewaua kama sio watoto. Mke wangu, watoto wangu nimewafanyia kitu gani ambacho leo hii kinanihukumu? Mume wangu wa ndoa, tumeapa mbele ya padre ya kwamba kifo ndicho kitakachoweza kututenganisha. Lakini leo mimi kupata watoto wa kike nimeshuka thamani. Nani alikwambia kwamba mimi sina mayai ya kiume, kwamba siwezi kukuzalia mtoto wa kiume? Mke wangu, hebu niweke wazi. Unajua toka nimefika umezungumza zaidi ya maneno 100, lakini hakuna lililoweza kukamilika. Hivi mume wangu, mtoto wa kiume kweli anitoe mimi ndani ya nyumba? Siamini. Siamini. Nani kakueleza hayo? Mume wangu, dunia haina siri. Unaowapa siri hizo ndio walionionea huruma na kunieleza kwamba nijiandae kuiacha nyumba. Mwenye kupendwa na familia anataka kuweza kuingia hapa ndani. Mume wangu, kuchelewa kupata mtoto wa kiume imefikia hatua ya kuweza kumfuru Mungu kweli? Nilisema hayo maneno huku nikilia, kilio cha uchungu mno. Mkono mmoja nikishika kifuani kuzuia moyo ambao niliuona kabisa unataka kutoka nje. Hebu nieleze vizuri. Nani kakwambia hayo maneno? Mume wangu ambaye jasho lilikuwa likimtoka kwa habari zile ambazo niliamini kabisa aliamini ilikuwa ni siri, lakini alishangaa mimi nayajua yote tena kwa haraka mno. Mume wangu alipiga magoti kuninamia nilipokuwa nimekaa chini. Nilikuwa nikilia. Yeye akasema kwa sauti ya upole, akasema, mke wangu, hizi habari umezitoa wapi? Nikasema, mume wangu, mtu niliyekukabidhi moyo wangu leo hii umeamua kuweza kuutupa moyo wangu mibani? Siamini. Siamini.
unampa simu mwanamke wako anijibu kwa vile kakuzalia mtoto wa kiume. Kweli kila king'acho sio dhahabu, na tamu ya ndoa utaijua mwisho na si kati. Mume wangu, sikuamini kama kuna siku moja utaniliza kilio cha msiba. Leo wanangu wamekuwa hawana thamani kwa ajili ya mtoto wa hawala. Nani alikuambia mke mwema ni yule kuzaliaye mtoto wa kiume na si tabia? Mume wangu, mbona unaniua? Nikijiona nitafanya nini mie? Haya, Mungu ndiye kanipa watoto wa kike, ulitaka nitoe mimba ili usiwaone. Leo hii mnakaa familia mzima mnajeuza miungu watu eti na wajazia mitoto ya kike. Mume wangu, watoto 3 tena kwa miaka 5. Mbona mama Mihaya hajaachwa na mumewe kwa kuzaa watoto wa kike 9, lakini mimi 3 tu nimeonekana nuksi kwa familia? Mke wangu, mbona unafika mbali? Mume wangu, lazima niseme na niuma. Nisiposema leo nitamwambia haya yote nani kama si wewe? Mume wangu, sikuolewa na ndugu zako wala wazazi wako, ni wewe, na ndiye unayetambulika mbele ya Mungu. Hata vitabu vya Mungu vinasema mwanamke ataachana na familia yake ambatane na mumewe, na sio hawala atakayeweza kukuzalia mtoto wa kiume. Mke wangu, hebu nyamaza basi tuzungumze. Ungetaka tuzungumze usingemzalisha kwanza? Umeonyesha jinsi gani ulivunja mkataba wa ndoa kwa kuwa mzinifu. Mke wangu, mimi nimekusikia na kili kutenda kosa, lakini si kama yote uliweza kuyasema. Mume wangu, bado hujakili kosa kwa vile yule mtoto bado yupo, na inaonyesha jinsi gani mwanamke yule alivyokutawala. Mume wangu, simu yako ni muda gani sijaigusa, lakini hawala yako unampa ili tu uumize moyo wangu. Nilipoyasikia maneno hayo kwa mara ya kwanza, sikutaka kuamini kwa asilimia zote. Wasiwasi wangu huenda ni mtu tu aliyetumwa kuja kuivunja ndoa yetu. Lakini leo asubuhi napiga simu najibiwa na mwanamke eti unamnywesha maziwa mtoto. Mume wangu, leo mimi naambiwa yalionishinda yeye kayaweza. Ana uhakika gani kwamba mimi siwezi kupata mtoto wa kiume? Hata kama nikikosa atakuwa amenizidi nini zaidi ya umalaya kutembea na wanaume za watu? Mke wangu, inatosha. Hebu nyanyuka. Unasikia? Nyanyuka. Nasikia kule Minza analia. Mwache alie. Si laana ile. Mtoto wa hawala yako. Mke wangu, inatosha. Inatosha basi. Haitoshi. Kiukweli sikuweza kumaliza kuzungumza, pressure ilinipanda. Niliona nyumba ikizunguka. Nilipotaka kunyanyuka nilianguka chini na kiza kinene kilitanda mbele ya macho yangu. Kilichoendelea kusema ule kweli sikujua. Kama unavyojua, palipo na wakubwa haliharibiki neno. Familia zote ziliingilia kati tatizo lile ambalo lilipata mwafaka kwa mume wangu kukiri kufanya makosa na kuniomba msamaha mbele ya wazazi wa familia zote mbili. Pamoja na mwafaka ule, bado moyo wangu ulikuwa na donda kubwa mno ambalo kila nilipolikumbuka lilikuwa linanitonesha, na nikawa najikuta nikiumia siku hadi siku juu ya tabia ya mume wangu kuwadharau watoto wangu kwa ajili ya mtoto wa kiume wa hawala. Nilijikuta siku hadi siku napoteza uzito mwilini kwa kushindwa kula. Kila nilipokuwa nafikiria, nilikuwa naamini kabisa mume wangu hakuwa na mapenzi na mimi, bali hawala yake aliyemzalia mtoto wa kiume ndio atakuwa na mapenzi naye sana. Sikuamini kama kikao kile kingeweza kurudisha mapenzi ndani ya ndoa yetu, japo mume wangu alikiri kufanya kosa. Neno moja alilolisema pale kwenye kikao, eti pamoja na kukubali kuachana na yule mwanamke, hawezi kumtenga mwanae ambaye ni damu yake. Kwa hiyo ataendelea kuhudumia mpaka hapo atakapopata akili, atamchukua na kuishi na bibi yake mzaa baba. Japo sikupinga, lakini niliamini kupitia njia ya kwenda kumuona mtoto lazima naye ataitumia kuwa karibu na hawala yake. Kama mtoto angekuwa na mwaka hata mmoja, ningemchukua, lakini alikuwa na miezi hiyo 4 tu. Na kila nilipoyafikiria hayo, mimi moyo wangu ulikosa amani, na kuona kama vile upatanishi uliniponza na sikutatua tatizo.
Kwa upande wangu nilifurahi, yani kama wangesema hata mtoto hawamtambui, kwa vile mama yake alijua kabisa mume wangu ana mke na akakubali kuzaa naye. Mume wangu kila siku alijitahidi sana kuwa karibu yangu kila baada ya kazi, na muda mwingi alikuwa anautumia kuniomba radhi. Taratibu nilianza kulainika kama mtoto wa kike, na hatimaye nikampokea tena moyoni mwangu mume wangu ambaye kipindi chote kile alionyesha mapenzi mazito sana kwa watoto wake, kitu ambacho kilinipa moyo na kuamini kabisa mume wangu amegundua makosa. Siku zilikatika huku mwili uliokuwa umepukutika kwa mawazo ulianza kujengeka upya. Ile kipindi chote mawifi zangu hawakufika kabisa kwangu. Taarifa za chini chini zilinijulisha kwamba wifi zangu hushinda kwa hawala wa kaka yao, yani ambaye sasa mimi ndo mume wangu huyo. Sana hawala yake huyo wa pembeni aliyemzalia mtoto wa kiume. Kwa mawifi zangu ndo akawa wanaenda kushinda kule. Ilionyesha jinsi gani wifi zangu, jinsi gani walivyokuwa yani hawanipendi. Hilo mimi halikunila sana akili, japo sikulipenda, na hii ni kutofautiana na familia ya mume wangu. Lakini kama wao waliamua, mimi sikuwa na la kusema, kwa vile njama zao hazitanitoa ndani kama nitaimarisha upendo kwa mume wangu ambaye ndiye alinihusu. Hauchi ulikucha, mambo yaliendelea kwa mume wangu kuweza kujionyesha ni jinsi gani anavyojutia makosa yake. Muda wake wa kurudi ulikuwa ni kama zamani. Aliwahi kurudi na kucheza na mwanae. Kwa kweli nilijiona kama vile nimezaliwa upya na kukubaliana na maneno ya mume wangu ile siku ya kikao cha usuluhishi ya kwamba ataachana na yule mwanamke na atamleta mtoto kwa vile ni damu yake tayari, kwa damu yake haiwezi kuitelekeza. Siku moja mume wangu baada ya chakula cha usiku alinieleza kwamba atasafiri mara moja kwenda Tarime katika mkoa wa Mara kwenye biashara, na aliniahidi kurudi baada ya siku 2 au 3. Kiukweli sikuweza kumpinga, na hii ni kutokana na zile safari kuwa ni za kawaida. Mara nyingi usafiri kwa ajili ya biashara zake na kwenda Tarime haikuwa mara yake ya kwanza. Siku ya pili aliondoka pale na mfanyakazi na kumwaisha basi la asubuhi. Kabla kuondoka alinibusu na kisha akaniuliza, "Sweet, nikuletee zawadi gani nikirudi?" Nikamwambia yote hani. Mume wangu aliingia kwenye gari na kuondoka huku akinipungia mkono, na mimi nilifanya hivyo huku nikimwombea mume wangu kwa Mungu kwamba afike salama na kurudi salama na biashara zake aendelee kuzifanya vizuri. Baada ya mume wangu kuweza kuondoka, nilikaa ndani peke yangu na kuwaza misukosuko nilokuwa nimeipitia, jinsi nilivyoumia kwa ajili ya mateso ya mume wangu. Siku 2 zilipita bila mume wangu kuweza kurudi. Ilibidi nimpigie simu mume wangu ambaye alinijulisha kuwa biashara inakwenda vizuri, ila alikuwa tu anafikiria kuweza kuingia ndani ya Kenya kufanya biashara zaidi, na alisema baada ya siku 2 zaidi atarudi. Kwa mimi nilimkubalia na kumtakia biashara njema. "Mume wangu, nipo pamoja na wewe." Nilimwambia kwa sauti ya upendo kabisa. Akasema, "Hata mimi mke wangu, nipo pamoja nawe na wanangu, na kupendeni nyote." Nikasema, "Hata sisi tunakupenda." Siku zote nilipokuwa nazungumza na mume wangu anapokuwa mbali nami, nilikuwa najisikia faraja kubwa mno moyoni mwangu. Usiku wa siku ule nakumbuka niliota ndoto mbaya sana iliyonitisha. Eti mume wangu kapata ajali mbaya iliyomsababisha kupoteza maisha. Unajua, kwanza mpaka nilishtuka kutoka usingizini. Nilitweta kwa hofu huku jasho likinitoka. Kwanza kabla yote niliwaangalia wanangu waliokuwa wamepitiwa na usingizi, walikuwa wajitambui. Nilijiuliza kama itatokea tu mume wangu akatangulia mbele za haki, watoto wale mimi ningewafanyia nini? Yaani ningewalea vipi? Wazo la haraka lilikuwa ni kuweza kumpigia simu ili nijue kuna ukweli gani kuhusiana na ndoto yangu ya kutisha. Kwa nilichukua pale simu yangu na kumpigia mume wangu. Baada ya kupiga simu iliita kwa muda mrefu mpaka ikakata bila kupokelewa. Ilionyesha kabisa mume wangu alikuwa amelala. Kutokana na ndoto nilikuwa nimeota, sikuamini kama amelala. Kwa bado nilihitaji zaidi niweze kuisikia sauti ya mume wangu. Nikarudia tena kupiga tena na tena. Simu iliita kwa muda bila hata kupokelewa mpaka ikakata. Bado sikukata tamaa. Nilikaa kitandani jasho likinitoka na niliamua kwenda sasa kwenda kuoga. Niliporudi kitandani usingizi haukuweza kuchelewa kunichukua. Nilikuja kushtuka saa 11 kasoro alfajiri baada ya alamu ya taa kuweza kulia ili nimpange mtoto apate haja ndogo. Kwa nilikumbuka nilitaka kumpigia simu mume wangu na nikapitiwa na usingizi. Kwa niliamka ile alfajiri ili kumpigia simu, baada ya kupiga iliita mpaka ikakatika. Sikukoma, nilimpigia tena mume wangu. Simu ilipokelewa upande wa pili na sauti ya kike. "Halo,
Una shida gani? Unatuharibia watu starehe zetu, raha ya mapenzi alfajiri bwana. Kauli ile ilinishtua na kunifanya nikate simu, na kisha nikajiuliza labda wewe nimekosea namba ya mume wangu. Lakini ilikuwa ni ile ile ya mume wangu. Nikarudia tena kuipigia tena na tena ile simu. Ikapokelewa, sauti ile ile ya kike ikahoji kwa sauti ya juu, "Hivi wewe mwanamke, usiku wote huna kazi ya kufanya? Unaingilia raha za watu, hujui alfajiri hii ndio yenye burudani zaidi?" Nikasema, "Samahani dadangu. Namuomba mwenye simu." Mwenye simu ndo mimi mwenyewe, sasa sema shida yako." Nikamwambia namtaka mwenye simu, sio wewe. "Oho, naona huna la kuzungumza, acha tuendelee na raha zetu bwana wewe." Kauli ile ilinishtua moyo wangu. Nilibakia nimeshikilia tu simu kama vile sanamu. Bado akili yangu haikuamini. Nilichukua namba ya mume wangu kwenye simu na nikaandika kwenye karatasi, nikapiga tena ili nipate uhakika, lakini ikawa haipatikani. Kiukweli usingizi ulinitoka. Unajua nilijikuta nikijaribu kuweza kurudia kupiga simu ya mume wangu. Haipatikani. Wazo langu sasa halikukubaliana na kile kilichokuwa kimetokea, kwa kuamini kabisa huenda namba nilopiga labda haikuwa mume wangu. Labda nitakuwa nimekosea. Kwa sikutaka kuumiza sana akili yangu kuwaza kitu ambacho sina uhakika nacho. Nikasali, nikakemea zile ndoto za kutisha, na kisha nikaendelea kulala mpaka asubuhi. Siku ya pili ilikuwa ni Jumamosi. Niliamka kama kawaida, nikafanya kazi zinazonihusu ambazo mfanyakazi wangu wa ndani hakutakiwa kuweza kuzifanya. Baada ya kufanya kazi zangu za umuhimu, ikiwemo kufagia chumbani kwangu na kutandika na kisha kufua nguo za muhimu ambazo hakutakiwa mfanyakazi wangu azifue, basi nikapata pale kifungua kinywa na kisha nikapumzika kutokana na siku ile ilikuwa ni siku ya mapumziko. Majira saa 5 za asubuhi alikuja pale Devota ambaye nilikuwa nimempoteza kwa zaidi ya wiki kama 3 hivi, tulikuwa tumepotezana. Kwanza nilipomwona nilimkaribisha, nikamwambia, "Devota, karibu." "Asante." Nikamwambia, "Karibu sana Devota." "Asante shogangu, naona tumepatana bwana." Baada ya kumkaribisha na kumpa kinywaji, Devota aliniuliza, shoga, shemeji yupo?" Nikamwambia amesafiri katika biashara zake. "Biashara zake?" Nikamwambia, "Haya." Devota alisema hivyo huku akiwa anaangalia pembeni kuonesha kwamba hakubaliani na maneno yangu. Nikamwambia, "Devota, mbona kama vile uniamini?" "Labda mimi nilisikia tofauti." Nikamwambia, "Tofauti una maana gani?" Bwana tuachane na hayo bwana. Nisijeitwa mimi mbea bure." Kauli ya Devota unajua ilinitisha kidogo. Nikataka kujua kwa nini amesema vile. Nikamwambia, "Devo, kwani umesikia nini tofauti na nilokueleza?" "Ndio maana nikasema nisijesutwa bure. Tuache tu ya kwamba shemeji amekwenda kwenye biashara zake." "Kwani ameelekea wapi huyo shemeji?" "Ameelekea Sirali. Na kama mambo yatakuwa mazuri ataingia mpaka Kenya." Unaona mimi nilitaka kuchanganya madawa. Mimi nilisikia vibaya, kumbe shemeji kaenda kwenye biashara. Basi ameenda kwenye biashara. Unajua bado kauli za Devota zilikuwa ni za utata, na hii ni kutokana na kupingana na ya kwangu. Yaani alikuwa anaonesha kuna kitu ambacho yeye kimemleta hapa na sio kunisalimia. Nikamwambia, "Devota, kwani wewe umesikia nini tofauti na nilokueleza?" "Mbona mimi nimeambiwa kwamba shemeji amekwenda kutambulishwa ukweni." Nikamwambia, "Ukweni?" Ndio hivyo ndo nilivyosikia, na ndio maana nikasema nisiwe mbea mie bure nikasutwa." "We Devota, habari hizo umezipata wapi?" "Kwa wifi yako." Tena ameongea kwa kujitapa, tena kwa ujeuri. Ndio hivyo. Ameenda kutambulika huko katika familia hiyo. Mumeo ameamua kwenda kwao na hawala yake kajitambulisha ili atambulike rasmi kama baba wa mtoto Mayunga. Upo? Devo, mbona sikuelewi? Huwezi kunielewa shoga yangu. Mambo yanaendelea. Na tena mimi yanayoendelea yananiumiza roho. Taarifa zile kwa kweli hata mimi zilinishtua na nikajifanya nikaona bora nije kwako kupata uhakika, na kama shemeji kweli amesafiri, haya tufanye ndo ameenda kwenye biashara yake. Ile ndo huko ameenda kutambulishana. Ukweni huko. Mbona kama zito? Lakini Devota, uona uhakika gani na hayo unayosema? Shoga yangu mimi sina uhakika. Ndio maana nilikuja kukuuliza, huenda walikuwa labda wakinirusha roho, labda huenda shemeji yuko ndani. Amesema ameelekea wapi huko ukweni? Morogoro mapema alfajiri. Kauli ya Devota ilikuwa inaleta ukweli fulani hivi. Unajua sikuamini kama mume wangu atarudiana na yule mwanamke kufikia hatua ya kuisaliti tena ndoa yetu.
kufikia hatua ya kwenda na hawara yake nyumbani kwao kujitambulisha. Niliamini kabisa kila kasi dawa ya nguo iliyokuisha ise. Japo hali ilikuwa mbaya, nilijikaza kikike kuendelea kumdadisi Devota. Ningamwambia Devota, una uhakika na hiko unachokisema? Hewe shoga yangu Bugumba, nikueleze mara ngapi kwamba hizi habari mimi niliambiwa jana. Nitaka nikupigie simu lakini niliona hatuwezi kuelewana kwenye simu. Na ndio maana nikamua mguni ulete kwako tuelewane vizuri. Lakini mbona mimi mume wangu amenieleza kwamba amekwenda Sirali na atarudi baada ya siku 4 au 5? Haya, mimi naona zangu hazina nguvu, huenda kweli yuko kwenye biashara zake. Labda tu alitaka kunirusha roho. Si unajua tena baada ya mumeo kutulia niliwashushua, walisema dawa yako inachemka iko jikoni. Kwa hiyo labda ndo wameamua tu kunipasha roho. Shemeji basi atakuwa ameenda kwenye biashara kweli. Lakini Devota, unajua na kuamini maneno yako kwa 100%. Kwa vile hata kuwa na mtoto wa nje hili swala wewe ndio ulionieleza. Japo mwanzo sikukuamini lakini ukweli ndio kaja kugundulika hivyo. Na hili pia japo naliona nataka kupingana nalo lakini naona ndio ukweli. Hasa jinsi mume wangu alivyonihakikishia kwamba hata rudiana na yule mwanamke. Hata dalili zote pia niliziona kwamba hajarudiana naye. Lakini ila leo limenivunja nguvu kabisa Devota. Yaani mume wangu ananidanganya kwamba anakwenda kwenye biashara zake, kumbe anakwenda nyumbani kwao na hawala yake kwenda kujitambulisha jamani. Sasa anajitambulisha kule kama nani? Si mumewe. Hivyo una habari walishafungaga ndoa kwa mkuu wa wilaya na uliohudhuria ni wifi zako na baadhi ya ndugu wa hawara yake. Japo najua nitakuumeza roho shoga yangu lakini limenikaa moyoni mno bwana we. Acha tu nilitoe. Maana nikikanalo mno litakuwa mateso. Picha nzima ya usaliti wa mumeo ninayo. Siku zote mimi nimekuwa tu nikionekana msaliti kwa kuwapinga, na wakifanya jambo la kukukomoa wananiambia. Na leo hii nimeambiwa ya kwamba kuna sherehe kijadi sijui kama ngoma. Niliambiwa sijui inaitwaje sijui selula. Mwenzangu mimi. Kama ni Morogoro ni Sangura. Hiyo Sangula sijui Segula, Sebule sijui. Devota, najiona kama sipo tena kwenye dunia mimi. Najiona kama mimi ni mtu wa kuzimu nisiyekuwa na faida duniani. Kama si hawa wanangu ningejipumzikia mapema kuliko kuendelea kuteseka kila kukicha. Kwani kuolewa ni mateso? Kwani nikikaa bila mwanaume mimi nitapungukiwa nini? Hapo nilizungumza huku machozi yakinitoka. Maumivu ya moyo yalikuwa ni makubwa mno. Kulia kwa sauti nilishindwa, nilibakia tu nimeshika tama. Na wakati huo Devota alikuwa anahangaika na simu yake. Baada ya muda aliniambia kwamba huyu hapa wifi yako Sabina aliongozana na kaka yake. Nikasema wa nini? Nitazungumza naye nini? Sio kwamba uzungumze naye bali umsikie anasemaje kutoka Morogoro. Baada ya simu ile kuweza kuita, ilipokelewa huku Devota akiwa ameweka sauti ya nje hadi loudspeaker. Shoga mambo vipi? Alisema Devota. Na upande wa pili tukasikia mambo huku dada, toka asubuhi tunaselebuka na Sangura si mchezo. Hapo kweli tulisikia ngoma hiyo ya Sangura na sauti za watu wakishangilia. Ilionyesha kweli kabisa kulikuwa kuna sherehe. Devota akasema kwani utambulisho tayari? Yule mtu wa pili upande wa simu akasema utambulisho ulikuwa jana, leo ni sherehe tu kwa kwenda mbele. Wifi yupo wapi? Hawapo na kaka ndani, ila si muda watatoka nje kwa ajili ya sherehe. Shogo umekosa mambo, japo sio kubwa lakini si mchezo. Devo tutazungumza bwana baadaye, uhondo mimi unanipita bwana. Sabina alikata ile simu. Devota akanigeukia. Hali yangu mimi ilibadilika, nilianza kuhema kwa shida. Nilijiona na kufa na mhusika mkuu wa kifo changu nilijua ni mume wangu. Nilipokuja kuzinduka nilijikuta niko hospitalini. Nikiongezewa maji huku nikiwa nimezungukwa na mama mzazi na wadogo zangu. Na baada ya kufumbua macho mama akaniuliza, "Unajisikiaje mwanangu?" Nikasema, "Mama, baba Kabura ameniua. Ananiua huku najiona." Hapo kweli nilianza kulia kwa uchungu wa kukumbuka tabia mpya za mume wangu za kunidanganya na safiri kibiashara. Kumbe amekwenda kujitambulisha kwa hawala yake.
Na kingine kibaya kilichoniuma ni kusikia wamekwisha kufunga ndoa ya Bomani na hawala yake asiyetambuliwa mbele ya Mungu. Basi mwanangu, hiyo ndo dunia. Maisha hayana tambalale, kuna milima na mabonde. Hakuna raha isiyokuwa na kikomo wala shida isiyokuwa na kikomo. Kila kitu chenye mwanzo kina mwisho wake. Nikasema hapana mama, kwangu imezidi, yani kila siku ni mimi tu mama. Ipo wapi faida ya kuolewa? Kila siku mimi naumizwa. Kiukweli nililia kwa uchungu mpaka nikawaona wadogo zangu nao pia wakidondosha pale machozi. Mama, kweli baba Minza anaweza kunidanganya mimi? Mke wake wa ndoa, tena ndoa takatifu inayotambulika mbele za Mungu, anda kumthamini hawala mwanamke anayezini naye. Lakini hizi habari unazitoa wapi mwanangu? Devota ndio kanieleza kuhusu mpango wa siri wa mume wangu kwenda ukweni kwa hawala yake. Na kama haitoshi kunithibitishia ukweli, alipiga mpaka namba ya wifi na nikasikia yupo pale kwenye sherehe ya utambulisho wa mume wangu. Huyo Devota ni nani? Si yule aliyoniletea taarifa za kuzaliwa mtoto wa kiume ili mimi nitolewa ndani? Lakini kwa nini unapenda kusikiliza maneno ya pembeni? Mama, ya pembeni vipi wakati ni mtu anayenionea huruma? Basi kwa taarifa yako, hakuna mtu mbaya kama huyo unayemwita Devota. Ubaya wake ni nini? Mtu ambaye kanifanya nijue mengi mama. Hapo kusema ule ukweli, unajua maneno ya mama mimi yalinishangaza sana. Anamshutumu rafiki yangu Devota. Devota aonekane kama vile ndo mbaya. Kwa mama anataka kumtetea baba Kabura, yani anataka amtetee mume wangu kweli? Sasa mama akaniambia, "Haya mwanangu, hebu niambie, baada ya kutaka kukuua na umbea wake, yeye yuko wapi sasa? Bila ya mfanyakazi kutupigia simu, wewe ungefia ndani. Aliyeutibua moyo wako hayupo. Baada kulilipua bomu kakimbia. Bado unamuita huyo ni rafiki mwema?" Lakini wewe hakuna cha lakini. Hata sisi sio kwamba waume zetu walikuwa hawafanyi makosa, lakini walifanya mbali ambapo hatukuona, na tulipokutana nao wanaume zetu penzi lilikuwa tamu. Sasa mama, unatetea uchafu wa mkweo? Sitetei, ila simpendi hata kumwona mtu aliyetaka kukutoa roho na kukukimbia. Mwanangu, silo lijua ni sawa na usiku wa kiza. Yaani utaishi kwa amani kabisa, lakini ukisikia la kuambiwa linauma sana. Sasa mama, Devota ni shoga yangu anayeguswa na matatizo yangu. Matatizo gani wakati yeye ndiye chanzo cha matatizo? Mama, Devota utamuonea, alikuja kutimiliza. Usiku wa leo nilimpigia simu mume wangu na ikapokelewa na mwanamke ambaye alinijibu ya kwamba anakula raha na mume wangu. Una uhakika ni yeye? Mama, namba yake si imo kwenye simu yangu na jina lake sipo, na nikampigia. Ajabu, alipokea mwanamke na akasema wapo kwenye starehe zao, na kisha niliporudia akazima ile simu. Nisikilize, mimi nadhani siwezi kusimama kwako, na wala siwezi kumhukumu mumeo. Ngoja tusubiri arudi. Ila mkomeshe, sijui huyo nani, sijui Devo, asifike tena kwako. Ni muuaji, tena nikimuona atanitambua. Na kama umalaya wa mume wako, yeye haumsaidi kitu zaidi tu anakuja kukuumiza wewe bila wewe mwenye kujijua. Lakini hakuna cha lakini. Ukweli ndio huo, mkomeshe ili uweze kuishi kwa amani. Itakuwa kila siku kimuona moyo unakupasuka kwa kujua bomu jipya linakuja. Narudia, mkomeshe uishi kwa amani. Akiona au akisikia ayamalize huko kwako. Asikuletea habari hizo. Sawa mama? Sio sawa mama. Kwa mtindo huu utakufa siku si zako. Nilitoka hospitali siku ile ile na kisha nikarudishwa nyumbani. Mama aliendelea pale kunipa maneno matamu yaliyoweza kunitia moyo ili nijiamini wakati wa matatizo. Siku ya 3 mume wangu aliweza kurudi akiwa na zawadi nyingi sana kutoka Sirali. Kitu kile unajua kilinichanganya sana mpaka nikajiuliza ya kwamba mume wangu ni kweli alikuwa Sirali au alikuwa Morogoro?
Nikabaki nikiwa niko njia panda, nikawa najiuliza maswali yasiyokuwa na majibu. Lakini sikuonesha mabadiliko yoyote. Nilimpokea mume wangu kwa furaha na bashasha tele, huku nikificha lile donge zito lililokuwa moyoni mwangu. Mume wangu hakuonesha mabadiliko yoyote. Labda wasiwasi wangu tu usoni mwake zaidi tu ya kutaka kuweza kujua hali yangu. Hakuonesha kabisa mabadiliko. Vipi mke wangu? Nilikumisi sana. Nikamwambia hata mimi pia mume wangu nilikumisi. Mbona simu ilikuwa ipatikani? Mke wangu, unajua eneo nililokuwepo hakuna umeme na hakuna chaji. Kwa ili nikatikia juzi usiku nikiwa nipo huko, lakini nimechaji leo nilipoweza kufika Sirali. Mume wangu aliponijibu hivyo, mnajua moyo wangu ulikuwa taabani. Kila nilipotaka kuweza kumuuliza nilimwacha kwanza pumzike. Kingine kilichonifanya nizidi kuchanganyikiwa ni jinsi alivyokuwa amewapokea watoto wake. Ilionyesha jinsi gani mume wangu alivyokuwa amepagawa kupotezana na watoto wake kwa kipindi kifupi tu. Sasa swali likabaki nikiwa najiuliza kuhusu taarifa za Devota zina ukweli gani? Niliweza kuamini kwamba Devota ni adui yangu. Tena adui yangu anayenidanganya ili kuweza kuivuruga ndoa yangu. Moja kwa moja nilijua ni njama za wifi zangu kuweza kuniumiza ili tu kunitoa ndani. Kwa nilijikuta pale nikijenga chuki na kupanga kumfuata Devota siku ya pili tu ili nikampashe kwamba nikome na kuvunja naye ushoga, sitaki tena urafiki naye. Siku ya pili mume wangu aliweza kunijulisha kwamba atachelewa kidogo, na hii ni kutokana na kufuatilia mambo yake ambayo aliyaacha wakati akisafiri. Nilimkubalia mume wangu bila hata wasiwasi wowote. Hasira zangu zote zilikuwa zipo sasa kwa Devota. Mume wangu alipotoka tu, nami pia niliweza kuingia kwenye gari langu kwa ajili ya kuelekea Mkuyuni kumkomesha Devota na tabia yake ya kuweza kunirusha roho. Nilifika napoishi Devota na bahati nzuri nilimkuta pale akitumbua samaki, na ilionyesha kabisa muda so mrefu alikuwa ametoka mwaloni. Akaniambia, karibu shoga yangu, leo umenikumbuka. Nikamwambia Devota, huu mguu ni wa kwako. Oh, karibu. Nikamwambia, Sky Devota, nilikuwa nakuona ni mtu mwema, kumbe wewe ni mbea mkubwa. Mbea? Umbea wangu tena lipi nilokudanganya? Nikamwambia kuhusu mume wangu. Oh, niambie katika yote nilokueleza, lipi la uongo? Na kama muongo niambie kama jana mumeo hakutoka Sirali. Nikamwambia unaniambia kwamba amekwenda Morogoro. Shoga, usilolijua ni sawa na usiku wa kiza, lile changala macho upo. Kwa taarifa zako mumeo amefanya vile baada ya kusikia sijui siku moja sijui ulipiga simu usiku ukajibiwa kwamba watu wako kwenye raha zao, ukaanza kujiumauma pale kwa kosa la kusema. Kiukweli maneno Devota alizidi kunivunja nguvu. Nikaona balaa sasa nimelifuata mimi mwenyewe. Kwa taarifa yako, labda wewe ndio ujui, kuna bonge la sherehe litafanyika la utambulisho kwa familia mbili za mumeo na ya hawala yake. Hilo nalo. Mimi yangu ni hayo tu. Niite mwongo, mbona ya mtoto ulikubali? Kama ongeza kuonana na wifi yako, muangalia anapiko mwili mzima pamoja na mke mwenzio. Mimi sina nia mbaya na wewe. Mimi sifurahi tu vile mume wako anavyokufanya wewe bwege. Mimi nakwambia haya ili nawe ujue kupambana na adui yako. Matokeo yake inaonekana mimi mbaya. Haya. Kama una moyo nitakupeleka kwa mke mwenzio kamuone mumeo anavolea mtoto, ndo ujue kabisa nikisemacho kimisi kibahatishi. Umbea si kazi yangu bibi, we upo, bali roho inaniuma, we ni rafiki yangu zaidi ya ndugu, kuona unanyanyasika ndo maana nakwambia haya. Mungu wangu. Hali ilianza kubadilika. Kizunguzungu kikali kwanza kilinishika na giza nene likatanda. Kilichoendelea kusema ule kweli sikujua. Nilizinduka na kujikuta nikiwa nimekumbatiwa na Devota ambaye alikuwa akinipepea. Nilinyanyuka pale na kaomba kwanza maji ya kunywa, na baada ya kunywa maji niliweza kuondoka bila hata ya kuaga. Nilimwomba Mungu anifikishe nyumbani salama. Baada ya kufika niliingia ndani na kisha nikameza vidonge hivyo vitatu vya usingizi, nikalala usingizi mzito mno, huku nikimueleza mfanyakazi kwamba mtu yote akija mimi asiniamshe.
Sauti ya mfanyakazi wangu wa ndani Maria ndio ilonishtua kutoka katika usingizi mzito. Ilibidi niamke nikakuta pale kiza kimeingia. Kichwa kilikuwa kinaniuma na mapigo ya moyo yalikuwa yanaenda kasi. Na kabla kumsikiliza ameniamshia kitu gani, niliingia kwanza bafuni kujimwagia maji na kisha nikatoka. Nikamwambia Maria, "Vipi, mbona umeniamsha?" Akaniambia, "Dada, Minza anaumwa." Nikasema, "Nini tena?" Toka mchana alikuwa akilia. Nilimpa dawa maumivu kisha alipanda kitandani. Wakati unarudi ulikuwa haupo kwenye hali nzuri, kwa sikutaka kukusumbua dada. Kwa vile alikuwa bado amelala, lakini ameamka mwili wote unamchemka kama vile amepikwa. Kwa maneno ya huyu Maria, ilibidi niongozane na Maria mpaka chumbani kwake, ambapo hulala na watoto mchana na usiku huwachukua yeye mwenyewe. Nilimkuta pale Minza akiwa amechemka sana. Nililowesha pale kitambaa na kuanza kuupoza mwili mzima. Baada ya kuupoza mwili wake, nilijaribu namba ya simu ya baba yake ili kuweza kumjulisha hali ya mtoto wake. Simu iliita mpaka ikakatika bila hata kupokelewa. Nilikwenda duka la dawa la jirani ambapo nilichukua pale dawa za kupoza homa. Nilinywesha mtoto ambaye baada ya kunywa alipitiwa tena na usingizi. Tulimwacha alale na kisha mimi nikaenda jikoni kumchukua pale chakula, na hii ni kutokana na kukabwa na njaa kali mno. Baada ya kula nilimuuliza Maria kuhusu kuonekana kwa mume wangu. "Sijamuona." Nikamwambia, "Sasa atakuwa wapi? Mbona simu hapokei?" "Rudia kumpigia, labda alikuwa mbali." Nikasema, "Sasa kama angekuta simu si angepiga? Yaani angenipigia, angekuta missed call." Akaniambia, "Rudia tu, hujui labda iko simu mbaya." Kweli nikarudia kupiga, lakini safari ile ilikuwa simu ipatikani kabisa. Kitu ambacho kilinifanya nichoke kabisa kusema ukweli. Nilimlaza Minza pembeni yangu na mimi nikatulia pale kwenye kochi, huku Maria akiwaosha pale Kubelabo pamoja na Kabura, na baadaye aliwapatia chakula. Kutokana na hali ya uchovu, usingizi mimi ulinipitia bila hata kujijua, mpaka nilipoweza kushtushwa tena na Maria. Muda huo ni usiku, tena usiku ulikuwa ni mkubwa sana. Ilikuwa inakimbia kwenye majira ya saa 4. "Mama, humsikii Minza anakuita?" Hapo ndo nikashtuka nikimkuta Minza ananiita mama. "Mama." Nikamwambia, "Be mwanangu." "Naumwa mama." Nikamwambia, "Hilo najua mwanangu, utapona tu." "Mama." Nikamwambia, "Be, naumwa." Nikamwambia, "Utapona. Najua utapona mwanangu." "Maria, hebu mletee zile ndizi za kusaga." Kweli Maria alikimbilia ndizi na kuzileta. Nilimnyanyua pale Minza na kuanza kumlisha, lakini alikataa. Nilimbembeleza. Nikamwambia, "Kula kidogo mwanangu." Alikitoa chakula kile kwa mkono huku akibana mdomo. Nilijitahidi sana kumlisha, lakini hakuonekana kukubaliana na hicho chakula. Nikamwambia, "Maria, hivi huyu mchana alikula?" Akasema, "Ndio dada, alikula, lakini kidogo, sio kawaida yake. Kweli leo Minza anaumwa." Nikasema, "Hebu leta maziwa tumjaribu, maana kalegea mno." "Dada, kwa nini tusimpeleke hospitali?" Nikamwambia nilikuwa nasubiria labda baba yake atarudi mapema. Akasema, "Hapana, twende, akija atatukuta hospitali, hali ya Minza kwa kweli sio nzuri." Sasa wakati huo Minza alikuwa bado akilia kwa kuniita kwa sauti ya chini mno, "Mama, mama, naumwa mimi." Kiukweli sikutaka tena kumsubiria mume wangu. Nilikwenda chumbani nikabadili pale nguo, kisha nilimpitia mwanangu. Wakati huo mvua kubwa nje ilikuwa ikinyesha. Sikujali ile mvua. Nilikwenda mpaka kwenye gari langu huku mvua ikinyesha, na kisha nikaondoka kwa ajili ya kwenda hospitali ya jirani ambayo ilikuwa ipo kubwa kidogo. Niliingia tena kwenye mvua na mwanangu kwenye zile harakati za kuingia hospitalini. Maana kutoka pale kwenye maegesho mpaka ndani ya hospitali kulikuwa kuna kaumbali kidogo. Kwa muda mfupi mvua ilinipiga. Niliingia hadi ndani huku mwanangu akizidi kulegea mno. Walimchukua pale na kuanza kumpa huduma ya haraka haraka, na kisha wakamongezea maji, na hii ni kutokana na mwili wake ulikuwa umekosa nguvu kabisa. Nilikaa pembeni ya mwanangu aliyekuwa ametulia tu huku amefumba macho na alikuwa na hema kwa mbali. Nilijaribu tena simu ya mume wangu ambayo iliita bila hata kupokelewa, na niliporudia ilikatwa pale na kuzimwa kabisa, na kila nilipompigia hakupatikana tena. Sikutaka kumfikiria sana mume wangu, zaidi tuwe mawazo yangu kuweza kuyahamishia kwa mwanangu Minza. Kutokana na uchovu nilipitwa na usingizi. Nilipokuwa nimekaa pembeni ya kitanda alichokuwa amelazwa mwanangu, muuguzi ndiye alinishtua katikati ya usingizi. Kutokana na usingizi kuwa ni mzito, nilijikuta pale nimeegemeza kichwa kwenye kitanda kutokana na kupitiwa na usingizi mzito mno. Nikamuuliza muuguzi, "Vipi dadangu?" Akaniambia, "Samani, tunaomba utoke kidogo." Nikamwambia, "Ili
tumhudumie mgonjwa. Kikweli sikujibu, nilitoka na kupishana pale na daktari mkuu aliyekuwa akiingia wodini. Nilitoka mpaka nikaenda kwenye kiti, nikaenda kujiegemeza kwa ajili ya kusubiri muda. Jamani, muda ulikwenda. Kama sikosei ilikuwa inakimbilia kwenye saa 8:30 hivi za usiku. Nilijigemeza pale kwenye kiti na usingizi wa kuchelewa kunichukua. Nilikuja kushtuka kufumbua macho na kutendo kunaanza kupambazuka. Nilinyanyuka pale kutoka juu ya kiti, nikajikongoja kwa ajili ya kwenda wodini. Lakini kilichonishangaza, mwanangu sehemu ile sikumkuta. Nilijiuliza atakuwa yuko wapi. Nilielekea upande wa ofisi kwa ajili ya kuuliza wamemhamishia wapi. Nilipokuwa natoka nilikutana pale na muuguzi ambaye ilionekana kabisa alikuwa akinitafuta. Dada, nilikuwa nakutafuta. Nikasema mwanangu mmemhamishia wapi? Unaitwa mara moja na daktari. Niliongozana na yule muuguzi hadi kwa daktari. Aliponiona pale alinikaribisha. Karibu kiti. Kwa hili nilikabila hata kusema kitu. Akaniuliza umeolewa? Nikasema ndio. Mmeo yuko wapi? Nikasema ameondoka asubuhi na hajarudi. Una namba yake ya simu? Nikasema ndio, ila haipokelewi, na ikipokelewa inakatwa na kuzimwa kabisa. Una ndugu wa karibu? Nikasema ndio. Nani? Wazazi wote. Tunaweza kuwasiliana nao? Nikasema ndio. Kwani daktari kuna nini? Kwanza mwanangu mmemhamishia wapi? Mwanao yupo anapata huduma nzuri. Niliwapa namba ya mama na kisha waliandika pale katika simu yao. Akatoka nje ya ofisi akawapigia wazazi wangu. Unajua mimi nilibaki nikiwa najiuliza kwamba kuna nini? Mbona wameniuliza mume wangu na pia mtu wangu wa karibu? Sasa wazo la haraka haraka niliwaza huenda labda mwanangu amepungukiwa damu, inabidi aongezewe damu. Kwa labda anatafuta ndugu kwa ajili ya kuweza kumtolea damu. Nilibakia pale ofisini nikiwa na mawazo kibao juu ya tukio lile la mtoto wangu kuweza kuhamishiwa kitanda. Na pia mikuomba namba za simu. Nilitulia ofisini peke yangu. Huku bado kiusingizi kikizidi, yani kiusingizi kilikuwa kinanizidi. Nilikuwa najikuta nikipitwa tena na usingizi. Pale pale ofisini, usingizi ulinichukua zaidi ya nusu saa. Kwani kila nilipokuwa nashtuka nilijikuta niko peke yangu, daktari bado hajarudi. Bugumba. Ilikuwa ni sauti ya mama yangu ilinishtua. Nilifumbua macho nikakutana na mama akiwa ameongozana pale na baba mdogo aliyekuwa akikaa mabatini pamoja na kaka mkubwa. Nikasema, mama, mumeo yuko wapi? Baba mdogo aliniuliza hili swali. Nikasema ameondoka toka asubuhi ya jana. Na kila nikipiga simu inaita mpaka inakatika, na nikirudia tena kupiga inakatwa. Na ukirudia tena inazimwa. Kwani ilikuwaga na kwenda wapi? Baba Bugumba, huyu sio muda maswalibu. Tumchukue tuondoke naye. Mke wangu, lazima tujue mumewe yuko wapi. Hatuwezi kuchukua jukumu la msiba bila mumewe kuwa na hizi habari. Hapo neno la msiba ndo likanishtua, nikajikuta nikiuliza msiba? Eti mama, msiba wa nani tena? Wa jirani yetu. Kumbe mlinitisha. Nilifikiri baada ya donda sasa mkawa moto ndo juu. Daktari aliweza kuingia na hakuzungumza lolote zaidi ya kuita wazazi wangu kwa ishara, na bado sikujua nini kinachoendelea. Walitoka wote na kuniacha pale mimi nikiwa bado nimetawaliwa na usingizi. Yaani usingizi bado ulikuwa umenitawala, bado nilikuwa na mawenge ya usingizi. Baada ya muda mama aliweza kurudi ofisini na kuniita pale. Nilinyanyuka na kumfuata. Tulipofika kwenye gari niliambiwa kwamba niingie. Na kabla kuingia niliuliza kuhusu mtoto wangu kwa sababu sijamuona. Wakaniambia kwamba yupo, tumemwacha anapatiwa matibabu ila kesho atatoka. Nikasema mama, hivi tutaondokaje na kumwacha mtoto mdogo kama yule? Daktari amesema tumwache kwanza. Nikasema mama, ina maana kazidiwa sana. Kabla sijapewa jibu, walitazamana na mama ndiye akajibu akasema ndio, yaani hapana. Nikamwambia jamani, hebu niwekeni wazi, au mwanangu amefariki dunia? Kabla mama hajanijibu ile swali niliangua kilio. Niliamini kabisa mwanangu alikuwa ameshafariki dunia. Mama alinibembeleza lakini sikutaka kumsikiliza mtu. Kama sio kunikamata iseni ningejitupa kwenye gari. Baadaye ndipo waliponieleza ukweli ya kwamba mwanangu Minza alikuwa kweli amefariki dunia. Roho iliniuma. Na nilifikiria mume wangu kulala kwa hawala na kuiacha familia yake. Seriously? Sikuamini hata siku moja mume wangu angeweza kubadilika vile.
Wazazi wangu walitaka maelezo marefu kuhusiana na mahusiano yangu na mume wangu toka tulipoweza kupatanishwa. Kuna haja gani mimi kuwaficha? Sikuwaficha hata neno moja. Niliwaeleza yote. Na niliwaeleza kile nilichoambiwa siku ile. Baada ya maelezo yangu, baba mdogo akasema, msiba huu hauhitaji kupelekwa kwa mumewe, bali kwetu. Na inaonyesha jinsi gani wasivyokuwa na utu. Mimi nabeba dhamana ya msiba huu. Nikasema, na wanangu jamani watabaki na nani? Ni hivi, toka tulipopata taarifa hizi, tulimtuma mtu awachukue. Na sasa hivi moja kwa moja nyumbani kwa ajili ya mazishi. Nikasema, mtamzikaje bila babake? Kama babake hamjali, kuna umuhimu gani wa kuweza kumtafuta? Nikasema, hapana. Msimzike bila babake, alikuwa anampenda sana mtoto wake. Kwa hiyo unataka kutuambia msiba huu tu upeleke nyumbani kwa mumeo? Si ndipo kwetu? Atufanye ujinga huo. Mtoto huyu atazikwa kwetu na kila kitu. Sisi ndio wazungumzaji, wewe ni kufuata maelekezo yetu sisi. Baba mdogo alizungumza kwa ukali, na mama akaongezea kwa kusema, kweli kabisa. Mtoto ana akili za kushikizwa. Kama mtu ameondoka, hataki kupokea simu na anakuzimia simu, unafikiri kama ameweza kuondoka bila kukuaga, tutakaa kwake kwa muda gani? Na asipotokea je? Kwa sisi tuendelee kukana hii maiti tusizike. Kiukweli mama alipoongezea hayo, sikutaka kubishana na mama. Kabla ya makubaliano nilijaribu pale kupiga simu mume wangu. Baada ya kuita ilipokelewa na sauti ya kike ambayo ilianza sasa kuzoeleka masikini mwangu ile sauti. Alinipatia jibu moja ambalo sikutaka kumwambia mtu zaidi tu ya kuagua. Niliangua pale kilio. Tena kilio cha sauti ya juu kule kweli kilichomshtua kila mmoja pale. Kilio changu cha kushtukiza kiliwashtua wote. Na wakataka kujua mimi nimepata majibu gani kwenye ile simu. Mama akaniuliza ya kwamba, mwanangu, mumeo amekupatia jibu gani? Nikasema si bora hata angenijibu ningejua moja. Sasa nini wewe kinachokuuliza? Nikasema si huyo malaya wake. Kakujibu nini? Eti kama nimekosa la kufanya bora nikafue nepi za watoto yatima. Sasa mbona jibu lake lindani na ulichokusudia kumuuliza? Mama, mbona unakuwa kama humjui? Ni mara ngapi nimekueleza majibu yake ni ya shombo. Kila nikimpiga kwenye simu ya mume wangu najibiwa shombo mama. Basi nipe mimi nimpige. Mama aliomba simu yangu. Nilimpa mama simu ambayo alimpigia mume wangu. Baada ya kupiga nilimsikia mamangu akisema pale halo. Na baada ya muda nilimsikia mama akisema kazi ipo. Nikamwambia mama vipi? Nilimuuliza huku nikinyanyua uso kumtazama nijue amepata jibu gani. Mama akaniambia, mwanangu, kazi ipo. Mumeo kashikika. Majibu anayotoa yule mwanamke, yaani utafikiri labda hakuzaliwa na mwanamke. Haina hata haja kuweza kuwajulisha nyumbani kwao kuhusu msiba, tutaufanyia kwetu. Kweli nilichukuliwa pale hadi nyumbani kwetu ambapo tulifanya mipango ya mazishi bila kuweza kuwajulisha upande wa mume wangu, ambao wote walionekana wameegemea upande wa hawala wa mtoto wao. Mazishi yalifanyika siku ile jioni. Pamoja na yote alionitendea mume wangu, bado nilimhitaji sana kwa kipindi kile cha majonzi mazito ya kifo cha mtoto wetu kipenzi. Nilijiuliza, mwisho siku nikawa sipati jibu kabisa. Jinsi mume wangu alivyokuwa akimpenda mwanae, sasa akuti amekufa kisha kazikwa bila kushuhudia mwili wa mwanae kwa mara ya mwisho. Aisee, ilikuwa inanipatia wakati mgumu sana akilini mwangu. Niliamini aliyafanya yale kwa ulimbukeni wa mapenzi, lakini bado mume wangu alikuwa na mapenzi mazito na watoto wake. Hata wakati wa kuweka mashada ya maua, muda wangu ulipoweza kufika, nililia sana kwa kumlilia mume wangu kwa kusema kwa uchungu, mume wangu, japo najua kifo ni haki ya kila kiumbe, lakini mwanangu ameondoka katika kipindi kigumu sana. Mume wangu upo wapi? Leo tumuage mwanetu. Tumuage tunda letu. Mume wangu, nini kimekupata? Leo unaniacha peke yangu. Nitaubebaje mimi moyoni mwangu msiba huu mzito kama huu? Nani wa kunifariji kama si wewe? Wote wananifariji, lakini faraja yako ni kubwa sana moyoni mwangu. Mume wangu, baba Kabura, baba Kubelabo, upo wapi mume wangu?
Kwa kweli hata kuweka shada ilikuwa ni kazi. Japo watu walinishika hadi mbele ya kaburi, lakini nguvu mimi sikuwa nazo. Nililia kama vile ndo msiba unaanza. Kwa kweli kilio changu kilimliza kila mmoja aliyekuwepo pale makaburini. Baada ya msiba tulirudi nyumbani kwa kushikiliwa. Ajabu, pamoja na kufiwa na mwanangu kipenzi, mawazo yote yalikuwepo kwa mume wangu ambaye siku za nyuma alikuwa ni mfariji wangu kwenye jambo lolote lile zito. Kwake linakuwa ni jepesi. Baada ya kuzika, kilikaa kikao kizito mno cha familia. Kutaka kutoa tamko la familia kutokana na tabia ya mume wangu. Niliitwa mbele ya wanandugu ili nieleze uozo wa mume wangu, ili nao watoe pale tamko lao kali kwa mume wangu. Uamuzi ulikuwa nibakie nyumbani mpaka hapo mume wangu atakapoweza kunifuata, na kisha angeweza kupangiwa pale faini ya ng'ombe pamoja na pesa. Uamuzi ule ulipita mara moja na ukabaki utekelezaji tu. Baada ya kikao, baadhi ya wanandugu wanaokaa mbali waliweza kuondoka na kubaki wachache ambao walibakia pale kunifariji. Mmoja wapo alikuwa ni shoga yangu ambaye nilikuwa nimesoma naye sekondari ya Bwiro, lakini hakumaliza, na hii ni kutokana na kutoroshwa na mwanaume alipofika tu kidato cha 3. Japo alikuja msibani baada ya kuelezwa na ndugu yangu kifo cha mwanangu. Alitaka kujua chanzo hasa cha msiba wa mwanangu na minong'ono kuhusu mume wangu kushikwa na hawala. Kwa vile jambo lile lilikuwa ni wazi katika familia, mimi nilimweleza yote bila hata kumficha hata moja. Nilimweleza shoga yangu. Shoga yangu huyu aliniuliza swali, sasa una mpango gani na huyo mwanamke? Nikasema mpango gani dada? Yaani mbona hata sielewi, mimi hata sielewi kwanza nifanye nini. Shoga yangu Faudhia akaniambia, kwa nini tusimtie adabu? Nikamwambia adabu ipi? Tukio hilo bwana lina tofauti na la kwangu shoga, upo? Tena mume wangu mimi nilikuwa haoni hasikii. Si afadhali wa kwako anarudi hata siku moja. Mimi mume wangu alihama kabisa nyumba. Lakini sasa hivi kapoa kama maji mtungini. Nikasema, shoga ulifanya nini? Ni habari ndefu, inatakiwa tupate sehemu tuzungumze kwa kituo na ikiwezekana kazi ifanyike. Utaletewa ukimwi ndani bure shoga yangu. Nikasema na kweli, sasa utanisaidiaje? Sasa kabla hajanieleza shoga yangu Faudhia, nilisikia sauti ya juu, mtu akilia. Ilikuwa ni sauti ya mwanaume. Niliposikiliza vizuri niligundua ni ya mume wangu. Nilitaharuki. Hali mume wangu ya majonzi kila kukicha juu ya kifo cha mwanetu Minza. Hata mimi pia niliumia sana kutokana na kifo cha mtoto wangu. Lakini mume wangu ndiye aliyeweza kuonekana kuumia zaidi. Uwezi kuamini, hata kazi zilimshinda na muda mwingi alikuwa anashinda tu nyumbani. Hata afya yake pia iliyumba. Alipungua ndani ya muda mfupi tu. Kweli niliamini mume wangu alikuwa kweli kaumia moyoni, na hii ni kutokana na kifo cha mwanae mpenzi Minza. Nilijitahidi sana kwa uwezo wangu wote kumfariji mume wangu ambaye mwanzo yeye alikuwa ndiye mfariji wangu. Nilitumia kila njia kumfariji mume wangu ambaye alionekana kuumizwa vibaya mno na kifo cha mwanae. Kama nilivyokwisha kusema, kifo cha mwanangu kiliniuma, lakini majonzi ya mume wangu yaliniweka mimi kwenye wakati mgumu mno, huku nikimwonea huruma kwa hali aliyokuwa nayo. Lakini nilimshukuru Mungu kwa kufanikiwa kumteka kimawazo mume wangu, na hatimaye akayasahau yale yaliyokuwa yanaumiza moyo wake. Maisha ndani yalirudi kwa kasi kubwa, huku mume wangu akiwa karibu sana na familia yake katika mapenzi mazito mno. Kwa kweli niliendelea kumshukuru Mungu kwa kumrudisha kundini mume wangu. Kwa maisha yaliendelea, huku mume wangu akionyesha kujutia mno makosa yake, na alikuwa ananiahidi kosa kama lile halitoweza kutokea tena maishani mwake. Sasa siku moja nikiwa niko nyumbani kwangu, shoga yangu Faudhia alinipigia simu, nikapokea, nikazungumza naye. Nikamwambia, halo shosti, mambo? Shoga za siku. Nikamwambia nzuri tu. Vipi wewe? Mimi kidogo namshukuru Mungu. Nikamwambia okay. Vipi shem, katulia? Nikasema kwa kweli toka kifo cha mwanae amekuwa ni mpole kama maji mtungini. Sasa shoga, mimi nilikuwa nazungumza nawe marefu. Nikamwambia kuna tatizo, lakini nilikuwa nakuomba uje kwangu. Nikamwambia hata hilo pia halina tatizo, nitakuja. Kwa nilikubaliana na Faudhia nikutane naye siku ya Jumamosi nyumbani kwake Mabatini. Basi baada ya kukata simu sikutaka kufikiria alichotaka kunieleza siku hiyo. Kwa vile niliamini ningesikia tu huko. Siku ya Jumamosi nilimwaga mume wangu ya kwamba nakwenda kwa shoga yangu Faudhia maeneo ya Mabatini. Alinikubalia pale bila hata pingamizi lolote. Kwa niliingia pale kwenye gari langu na kisha nikaelekea Mabatini. Faudhia alikuwa akiishi maeneo ya Mabatini. Kuna sehemu fulani maarufu sana ilikuwa inaitwa Mtokenge. Ukitaka kuingia kwake ni lazima upite pembeni na ukuta wa makaburi ya Waislamu na kanisa la Wasabato. Nilimkuta pale mwenyeji wangu akinisubiri kwa hamu kubwa mno.
Nilipofika kwanza alinipokea kwa kunikumbatia. Faudhia na mume wake walikuwa wamejenga pia. Walikuwa na watoto hao 3. Maisha hayo hayakuwa mabaya, japo hayakufikia maisha yangu hata robo. Baada ya kuketi na kupewa kinywaji, alikuja kukaa pembeni yangu na kuanza pale mazungumzo yetu. Karibu shogangu. Nikamwambia asante sana. Vipi familia yako, haijambo? Mungu anasaidia. Una mpango gani kuhusu yule mbaya wako? Nikasema kwa kweli mpaka sasa hivi sijajua nimfanye nini. Lakini namwachia Mungu, kwani ndiye anayejua nani mwenye haki. Shoga usiwe mjinga. Hata Mungu anasema jisaidie nikusaidie. Nikamwambia una maana gani Faudhia? Unajua kifo cha mtoto wako kimeniuma sana. Japo ni kazi ya Mungu, lakini mazingira yake ndiyo aloweza kuniumiza zaidi. Okay, sasa tunafanya nini? Heri tumwachie tu Mungu. Sikiliza wewe, usiwe mjinga. Ni wazi mwenzako anahangaika. Kama ameweza kuyafanya yote hayo, lazima sasa hivi atakuja na nguvu kubwa ambayo itakufanya wewe ulie na kusaga meno. Kauli ya Faudhia ilinitisha kidogo. Nikataka kujua kilio hicho ni kipi. Nikamwambia mbona unanitisha? Ni kilio gani tena hicho? Kumbuka mpaka sasa mumeo amefanya makosa hayo mawili. Kila moja linazidi lingine. Na kila kosa limegharimu. Unafikiri kosa la 3 kama sio kufukuzwa kama mbwa ni nini? Kiukweli maneno ya Faudhia yalikuwa yana maana kubwa mno. Niliamini kila aliyokuwa analisema, japo bado nilikuwa nina imani na mume wangu. Nikamwambia lakini Fao, sasa hivi kweli mimi mume wangu amejirudi na sidhani kama atafanya makosa hayo ya mwanzo. Wewe, sikiliza. Usiwe mjinga. Hivi unafikiri hawala wa mume wako atafurahi kuweza kukuona wewe ukifurahia maisha? Mtoto wake naye atalelewa vipi kama sio kuhangaika? Na hivi anasaidiwa na wifi zako. Kinachofuata ni kutoka ndani ya nyumba hapo. Ndipo utakapoweza kuchanganyikiwa kama sio kichaka kamili. Nikamwambia sasa Fao, nitafanya nini? Shoga yangu Bugamba, wewe sio mtoto tena. Lazima uelewe dunia sasa hivi bila nguzo haiendi. Kumbuka, sasa hivi sisi ni wanawake. Ndio tuliokuwa ndani ya ndoa. Tuna kazi nzito ya kuwazuia wanaume zetu ili wasichukuliwe na vipango mitaani. Siku hizi kazi yao ni kwenda kwa waganga kuwavuta waume zetu, na wewe pia ukikaa Mungu yupo utakuja kumuona mumeo kama daladala iliyojaa shauri yako. Nikamwambia shoga yangu, maneno yako mazito tena yenye ukweli. Utanisaidia nini? Dawa iliyopo ni kumwahi mumeo kabla hajawahiwa. Kabla hajawahiwa. Kumwahi una maana gani? Nitakupeleka kwa mtaalamu mmoja hivi. Utamfunga mumeo, atakuwa haoni, hasikii juu ya kila kitu. Sijui unanielewa? Yaani kwa yuko mbali, atakuwa anatamani kurudi nyumbani. Hapo basi mwanamke wa nje hana nafasi. Nitaweza kweli? Utaweza. Kwani kazi? Mimi alonikuta Mungu anajua. Kuna kidudu mtu kilinipelekesha mpaka nikadata. Nilibaki kidogo tu nitembee na nguo kichwani shoga yangu. Kuna watu wana roho mbaya, hawana huruma hata chembe. Mimi mume wangu alishikwa na mwanamke mmoja. Mume wangu akawa haoni asikii. Familia yake ilitelekeza kabisa. Alipotea hadi zaidi ya miezi 3. Upo? Miezi 3? Alihamia kwa huyo mwanamke. Ilibidi nirudi nyumbani huku nikiamini sina changu kwa mume wangu ambaye sijui alilishwa kitu gani ambacho mimi sina. Kufikia mtu mpaka kusahau mke na watoto, unajua sio kitu kidogo. Mume wangu mimi alirogwa na alichizika kweli kweli. Na inavyoonekana ule mchepuko wake alihangaika mno. Basi mimi baada ya kurudi nyumbani kazi yangu ilikuwa kila siku kulia. Na mimi nilikuwa kama wewe tu, eti namwachia Mungu. Basi siku moja kuna mama moja mtu mzima alinifuata na kunieleza, mwanamke unatakiwa kuhangaika. Basi alinipeleka sehemu dada. Wiki moja tu mume wangu alinitafutia mwenyewe kama msako wa gaidi aliyepenya uwanja wa ndege. Alikufuata hili dada kachanganyikiwa, anamtaka mkewe. Basi nikarudi kwangu na kuendelea pale na maisha. Sasa kukawa kuna upinzani. Kuna siku nyingine alichelewa kurudi na hata kulala huko na kusingiza kazi nyingi. Kwa kweli niliumia moyoni, nikaendelea kumwomba Mungu
mume wangu asirudie makosa yake. Siku yule mama mtu mzima alipita bwana, na kunikuta mimi nimejikunyata baada ya mume wangu kulala nje, na asubuhi aliporudi alibadili nguo na kuondoka hata bila hata kuzungumza lolote. Shoga, wasikia wanaume wanaumiza mioyo yetu, hasa sisi wanawake wa ndani. Basi yule mama akanieleza kwamba kuna dawa ya mume wangu ya kutulia ndani. Si ndo akanirudisha kule kwa mtaalamu na kunieleza dawa nitakayompatia mume wangu, hata maamuzi yake lazima tu atanishirikisha mie. Basi nikarudi kwa mtaalamu, nikakutana yule mtaalamu. Tena mtaalamu mwenyewe ni mwanamke. Akanipa masharti ya vitu ambavyo anavitaka, nikavipeleka. Na sasa hivi hata kama anatoka na kulala huko ninakokwenda, tena hata bila ruhusa mume wangu asemi kitu, nimemweka hapa kiganjani. Nikasema, wewe Fauzi, acha uongo. Uongo? Ngoja nikuoneshe. Tena ngoja nikuoneshe vitu kwa vitendo. Baada ya kusema vile, alimuita pale mume wake kwa sauti ya juu. Baba Joni. Hamu mke wangu. Mume wangu, mbona wageni wamefika hujawasalimia? Samahani za saizi mgeni. Nzuri tu shem. Wewe Baba Joni, vyombo umeosha? Nimemaliza sasa hivi mke wangu, na sasa hivi namalizia kupiga deki jikoni, lakini mke wangu nguo si nitafua nikirudi. Nimesema ufue sasa hivi, la sivyo ukienda usirudi. Basi mke wangu tutafanya hivyo kabisa. Potea, nilikuita umsalimie mgeni. Hakuna tatizo mke wangu. Baada ya kuondoka, Faudhi alinigeukia akanieleza, nafikiri umeona sasa. Nikamwambia shoga, nimeona. Hii ndo dawa ya mwanaume ambaye anajifanya kichwa ngumu, dawa yake ndo hii. Usigune na kueleza, ukifanya mzaa mumeo utamsikia redioni. Kibaya zaidi, familia yake yote inampenda Hawala kuliko wewe ule leo. Nikasema, shoga yangu Faudhi, sasa utanisaidiaje? Upo tayari shoga? Nikasema ndio. Lazima niwe tayari, mume wangu bado mimi nampenda mno. Basi nenda Jumatano njoo mapema ili tumfanyie mambo shemeji. Haiwezekani Hawala awe na nguvu kuliko uleolewa. Kwa hiyo hapo nilikubaliana na Faudhi kwamba siku ya Jumatano anipeleke kwa mtaalamu ili ni mdhibiti mume wangu, nimweke akae tunduni. Tulipofika makutano ya barabara ya kuingia Kayenze, tuliacha njia, ndio hiyo siku ndio tulikuwa tunaenda sasa huko. Tukaiacha njia ya rami, tukaingia njia ya vumbi kuelekea maeneo ya Kayenze ambayo nilikuwa sijawahi kufika. Unajua, nikasema shoga, mbona wewe ulikujuaje? Faudhi akaniambia, si nilikwambia, nilielekezwa na yule mama. Matatizo hutufanya watu tujue vitu vingi. Upo shoga? Nikasema na kweli. Na mimi bila haya yangu naona mpaka nakufa nisingefika huko. Akaniambia, kata barabara kushoto, nyosha mpaka karibia na ziwa, utaona nyumba moja hivi ina usinga juu, ndio hapo. Nikasema sawa. Niliendelea kufuata maelekezo ya shoga yangu Faudhi. Nikasimamisha gari mbele ya jumba moja hivi lilikuwa limezungukwa na nyumba ndogo za majani. Nyumba kubwa hivi ilikuwa ya matofali na simenti, lakini ilikuwa haijapigwa lipo. Gari lilipaki chini ya mti wa mwembe. Tukateremka pale na Faudhi alitangulia ndani, nami nilimfuata nyuma. Nilipofika tulipokelewa pale na mganga, alikuwa ni mama wa makamo, lakini si mtu mzima sana. Alionekana kumfahamu sana Faudhi. Pale alipoweza kumkaribisha kwa kumtaja jina lake kwamba Faudhi, karibu. Asante mama za hapa. Tunamshukuru Mungu, sijui nyinyi. Si kama hivyo, ukituona ujue mambo yameharibika. Haya, karibu. Vipi, mzee ameanza kusumbua tena? Wala ile kama ya maiti, wala atikisiki. Nilitaka nishangae. Amna, so mimi shida yangu mimi ilionikuta ndio alomfika huyu mwenzangu. Pole sana mama, karibu. Nikasema asante. Tatizo kubwa ni nini? Pale yule mtaalamu nilimueleza yote bila hata kuacha hata moja. Na baada ya kunisikiliza akaniuliza swali, sasa wewe ulikuwa unatakaje? Tumtie adabu, amone mumeo kama kituo cha polisi, au unataka tumtulize mumeo ndani? Nikasema, kwani wewe kumfanya amone mume wangu kama kituo cha polisi na kwaje? Tunaweza kumfanya lolote, hata kumtia uchizi. Nikasema hapana, hiyo sio nzuri. Nataka mume wangu achane tu na yule mwanamke, na pia tulie nyumbani na kuijali familia yake. Basi hakuna tatizo. Baada ya kusema vile, alitoa vibuyu kama vitatu,
Alianza pale kuvipanga mbele yake. Kimoja kilikuwa ni cha shanga nyingi zenye rangi tofauti tofauti. Alichukua kile chenye shanga nyingi shingoni na kisha katikisa, huku akiwa anasema maneno yake kwa lugha ya Kisukuma kwamba, Kibuyu, nieleze huyu msichana ana tatizo gani? Maana kila siku amekuwa akilia, mumewe haitaki familia yake, mwanamke wa nje amemkamata, amemfunga na uchawi. Kibuyu, hebu msaidieni huyu jamani. Msaidieni huyu mwanamke, yule mbaya kamfunga mumewe, amemweka kibatari bafuni kinawaka muda wote na kuuwasha moyo wa mume wake. Jamani Kibuyu, msaidieni mumewe atulie nyumbani. Jamani Kibuyu, Kibuyu, umesema pewe dawa ya kumuinamisha ili asione tena mbele, amone mkewe pekee. Nakusikia Kibuyu. Alete uzi wa nguo ya ndani ya mumewe. Kibuyu, kucha na mate. Nakusikia Kibuyu. Na nywele za kichwani na sehemu za siri. Na sasa hapo huyu mtaalamu ndo alikuwa anazungumza na Kibuyu. Yaani sisi hatusikii Kibuyu kinaongea, lakini eti anakisikia Kibuyu kinaongea na anakiitikia na anaongea nacho vizuri. Sasa wakati akizungumza yale ambayo bado mimi nilikuwa sijamuelewa vizuri, Faudhia akaniambia kwa sauti ya chini, msikilize vizuri. Yaani hivyo ndivyo anavyotujibu hivyo. Yaani unavyoambia uvilete ndivyo ambavyo unatakiwa uvisikilize vizuri, unatakiwa uvilete. Kwa hapa sasa ikabidi uwe makini kumsikiliza vizuri ili twende sambamba. Na kivuli cha mumewe, Kibuyu. Na jina la huyo mwanamke. Na nguo ya ndani. Sio lazima. Okay, jina. Okay, nimekusikia Kibuyu. Asante Kibuyu, asante. Sasa baada ya kusema vile alitugeukia. Akatuuliza, mmemsikia Kibuyu? Tukajibu pale kwa moja, tumemsikia. Amesemaje? Sasa sisi pale bitu mueleze yote. Faudhia alikuwa kwa makini sana kusikiliza kuliko hata mimi. Na hata nilivyokuwa mimi navisahau alikuwa ananikumbusha. Yule mtaalamu akasema sawa, nafikiri sasa mfanye hiyo kazi. Na kisha mvilete hapa tukufanyie dawa. Mumeo atatulia ndani. Sasa baada ya kuyasema yale, Faudhia alitoa pale pesa kidogo na kumpa yule mama ya kutuangalizia na kisha akaturuhusu. Na akatuomba turudi baada ya wiki moja. Tuliingia kwenye gari nikiwa na mawazo mengi sana kuhusu kuvipata hivyo vitu ambavyo nilishindwa kukataa mbele mganga nyie. Hivyo vitu ni ngumu kuvipata, nitavipataje? Tuko njiani. Dukuduku mimi lilinikaa rohoni. Ilibidi nimuulize Faudhia, hivi Faudhia, inawezekana vipi kupeleka mate ya mtu, kucha na hata nywele za sehemu za siri? Yaani inakuaje? Shogangu, mbona umenipa mtihani mzito sana? Mimi nitafanyaje kuvipata hivyo vitu? Faudhia akaniambia, nilijua tu shogangu vitakuumiza kichwa. Hata mimi nilipoambiwa hivyo nilijiuliza kama wewe, lakini kazi ndogo sana hiyo. Mate utayapata kwenye mbegu za machungwa. Nitazipata vipi? Nunua chungwa, kisha mkiwa mmetulia likate unampatia mumeo. Lazima kinyonya chungwa atatema mbegu. Zile mbegu lazima zitakuwa zina mate yake. Hakikisha anatema mkononi mwako ili usizipoteze. Nikasema ikali. Sasa hiyo mate mpaka siku ya kupeleka zitakuwa imekauka. Hata kikauka bado mate yake yatakuwepo ambayo ni ya mumeo. Waganga hujua jinsi gani ya kuweza kuyapata. La umuhimu ukifanya nilokueleza utafanikiwa. Nikasema hilo swala ya nywele za sehemu za siri kwake kule nitazipata vipi? Kwani hujawahi kumfanyia mumeo usafi? Nikasema hata sijawahi. Basi shogangu, kufanya usafi kwa mumeo ni sehemu ya kuonesha unamjali. Wala hata sio kitu geni. Nunua mashine ya kunyolea, kisha mko kitandani muombe kumnyoa. Japo atashtuka, lakini atakuona umepiga hatua ya upendo. Lazima atakuachia umnyoe na kisha chukua baadhi ya nywele zile na kisha utazihifadhi. Naye kucha kama nywele tu. Chukua mikono yake mkate mpeti, unamfanyia massage. Nitajitahidi. Na ufanyapo usionyeshe kubabaika. Nikasema sawa, nitafanya hivyo. Tuliendelea na safari, lakini kichwani nilikuwa na mawazo mengi mno. Unajua nilikuwa naogopa kama mume wangu atanishtukia itakuwaje. Lakini nilisema nitajaribu kwa kuamini kabisa kama Faudhia ameweza. Kwa nini mimi nishindwe? Kwanza nilipitia nyumbani Buzuruga ambapo nilikaa kama nusu saa ili mume wangu ajue kweli nilifika nyumbani. Na baada ya muda huo niliweza kuondoka na Faudhia kwa kupitia kwanza kwake na kisha nikarudi zangu nyumbani kwangu.
Nilipofika Mabatini nilimteremsha Faudhia, mimi nikaendelea na safari yangu. Nilipitia kwanza maloni na nikanunua pale samaki wa mboga na kisha nikarudi nyumbani. Nilipofika nyumbani muda ulikuwa umekwenda sana. Nilipofika nilimuuliza mfanyakazi wangu kama mume wangu amekwisha kurudi, lakini bahati nzuri alikuwa mume wangu hajarudi bado. Kutokana na uchovu nilikwenda kuoga na kisha nikajitupa kitandani huku nikitafakari jinsi ya kuifanya kazi niliyokuwa nimeagizwa na yule mtaalamu. Usiku mume wangu alirudi kama kawaida. Alivyorudi alinikuta mimi nimejilaza kitandani. Akaniambia, vipi mke wangu, uko salama? Nikamwambia ndivyo salama, ni uchovu tu. Basi twende tukaoge. Kweli niliongozana na mume wangu mpaka bafuni kuoga na kisha tulikaa pale sebleni kuangalia mchezo wa kuigiza katika runinga. Tukiwa tumekaa sebleni nilikumbuka siku ile naweza nikajaribu zoezi moja nilokuwa nimepewa na mganga. Nilimuita mfanyakazi wangu wa ndani. Nikamwambia, Maria, kwenye friji kuna matunda gani? Akaniambia kuna apple nimekumbuka embe pia. Nikamwambia machungwa. Nilimpa nani kwa Belabu mchana, nilimkamulia juisi. Nikamwambia kwa mbaya, kwenye pesa zako umebakiza kiasi gani? 2000. Nikamwambia nenda hapo nje kaninunulie machungwa mawili. Mke wangu, kwa nini uchukue vichungwa viwili badala kumtuma mtu mengi yakakaa kwenye fridge? Ni kweli, lakini si umesikia amekwisha. Kesho nitamtuma Maria kanunue ya kutumia muda mrefu. Kwa hiyo una hamu na machungwa? Sana mume wangu. Ajabu leo mke wangu, mpaka unatuma chungwa usiku? So bure. Kauli ile mume wangu ilinishtua kidogo, ila ilikuwa ni kweli mimi sipendi machungwa zaidi ya maembe na ndizi. Lakini kwa vile chungwa nilikuwa na sababu nalo, nilijifanya siku ile nina hamu nalo mno. Yaani utazani na ugwadu kweli kweli wa ujauzito. Nikamwambia, unajua mume wangu, toka nimeamka nimekuwa na hamu na chungwa leo. Wakati huo Maria alikuwa amesharudi kutoka kununua machungwa. Akaniambia, haya hapa dada. Nikamwambia, hebu nimenyee moja kisha niletee. Wakati Maria akiondoka kwenda kumenya, nilianza pale zoezi lingine na kuangalia vidole vya mkononi vya mume wangu. Na nikagundua kwamba kucha zilikuwa zimeanza kuota. Nikamwambia, mume wangu, mbona umeziacha kucha zikuwe hivi? Huo ni uchafu. Mke wangu, haya, jukumu la usafi wangu ni nani kama sio wewe? Usafi mumeo sio kufua tu nguo na kuoga. Hata vitu vidogo kama hivi ni jukumu lako. Sasa wakati huo Maria alikuwa ameleta pale chungwa lilikuwa limemenywa na kukatwa vipande viwili. Lilikuwa lipo kwenye sahani. Nilipokea pale ile sahani, nikaeka pale kwenye stuli. Mume wangu akili yake ilikuwa kwenye mchezo kule kwenye TV alikuwa anaangalia. Hata mimi sikupenda ule mchezo unipite, lakini kwa umuhimu wa hii kazi ilibidi nikubali akili zote nizamishie kwenye hili zoezi langu ili niachane na ile TV. Nisifanye kosa ambalo lingeweza kunigharimu muda wangu bure. Kabla Maria hajaondoka nilimtuma Maria niletee pale wembe dukani, ili nimkate kucha mume wangu. Japo nilijua kabisa ninachokitaka kukifanya hiki ni chukizo la Mungu, lakini nilimshukuru Mungu pia kimoyo moyo baada ya kuona zoezi langu kwamba linakwenda vizuri. Nilichukua pale kipande cha chungwa nikamlisha mume wangu. Nilimkamulia pale mdomoni na kumtegea pale mkono ili ateme mkononi mwangu. Baada ya kunyonya mbegu aliziteme mkononi mwangu ambazo niliziweka kwenye sahani ili nionekane sikuleta chungwa kwa ajili yake. Nilichukua kipande kingine cha chungwa kilichobaki nikaliminya mdomoni mwangu. Sasa kwa kuogopa kuchanganya mbegu, nilijikuta zile mbegu ambazo mimi nilikuwa nimekula lile chungwa nilizimeza. Yaani mbegu zangu mimi nikaamua kuzimeza kupoteza ushahidi. Mambo mengine yasikie tu kwa mwenzako lakini sio kukuta. Baada kumaliza kula chungwa nilinyuka pale na sahani yangu mwenyewe huyo nikaenda nayo jikoni kama vile nakwenda kutupa maganda. Njiani nilikutana na Maria. Alitaka kunipokea bila kujua kumbe mwenzake mimi nipo kwenye mtihani nisojua nini hatima yake. Mama, leta nikatupe. Nikamwambia acha. Nilikwenda jikoni na kisha nikazihifadhi zile mbegu za chungwa zenye mate ya mume wangu kwenye kikombe ambacho nilikuwa nimekificha. Nilikificha mbali ili zisikauke. Niziweke sehemu ya mificho kabla ya kuweza kuzichukua na kwenda nazo kwa mganga wa kienyeji. Baada ya kuziweka vizuri nikarudi hadi alipokuwa amekaa mume wangu. Nikakaa pale pembeni yake. Wakati huo Maria alikuwa ameshaleta wembe. Niliingia kwenye kazi ya kumkata kucha mume wangu. Mume wangu alitega tu mikono yake bila kujua kwamba mimi nafanya vile kwa lengo gani. Niliamini aliona anapendwa yeye mwenyewe. Nilimkata pale kucha kwa utulivu na kisha niliondoka nazo kama vile nakwenda kuzitupa na kisha nikazifunga kwenye pindo la kanga. Baada ya zoezi lile nikarudi na kisha nikakaa pembeni ya mume wangu. Nikaendelea pale kuangalia sehemu ya mchezo wa kuigiza, sehemu ambayo ilikuwa imebakia. Baada ya mchezo na kupata chakula cha usiku tulikwenda kulala.
Kwa kweli pamoja na kutumia nguvu za mizizi oloji, bado niliamini kabisa uwezo binafsi wa mwanamke pia ni dawa ya kumtuliza mume ndani. Japo vipanga wa kike nao walikuwa wana nguvu za ajabu ambazo zilishinda juhudi binafsi. Siku hiyo nilijituma mtoto wa kike, kumpa mpenzi wangu penzi nzito kweli kweli. Usiku akiwa amelala, anakoroma kweli kweli akiwa hajielewi. Nilimnyofa pale nywele mbili ambazo hazikumshtua zaidi tu ya kujishika kichwani na kuendelea kulala. Sikuamini zoezi lile lilikwenda kwa urahisi tofauti na vile nilivyokuwa nafikiria. Swala nywele za sehemu za siri bado niliamini mume wangu hataweza kushtuka kama nitamwambia kwamba nataka kumfanyia usafi. Siku ya pili asubuhi niliwahi kuamka na kwenda kuoga pamoja na mume wangu. Japo ilikuwa kawaida yangu kuoga na mume wangu, lakini kwa vile yale niliyoyajua kutoka awali ya kuoga na mume wangu huongeza upendo, nilijifanya nimerudi kwa kasi mno. Kitu ambacho kilimshtua mpaka mume wangu, lakini niliamini kila nilikuwa nafanya, yeye alikuwa analifurahia mume wangu bila kujua kwamba lengo langu lilikuwa ni nini kwake. Kabla kuoga niliomba nimfanyie usafi kwa kunyoa nywele zake za sehemu za siri. Mume wangu alicheka na kisha akasema, kweli umepania. Sasa ungefanya haya yote mbona mimi ningenenepa? Kabla basi ndo nimeanza na utanenepa mpaka upasuke. Kweli nilimfanyia usafi wa nguvu na kisha pale nilikusanya nywele zile na kuziweka sehemu. Baada ya kuoga tulirudi chumbani. Wakati mume wangu anavaa, nilitoka pale haraka na kisha nikazichukua zile nywele na kuziweka sehemu nzuri. Mume wangu baada ya kupata kifungua kinywa aliniaga na kuondoka kwenda kwenye mihangaiko yake. Lakini alikuwa na furaha kupita kiasi. Nakiri toka niolewe, kwa kweli sikuwahi kumfanyia vitu vile mume wangu. Unajua mpaka aibu ilinitawala sana. Baada ya mume wangu kuondoka nilivikusanya pale vyote nilivyokuwa nimevipata, kuanzia mbegu za chungwa, kucha, nywele zote za juu kichwani na chini, na kisha nikazihifadhi sehemu ya siri ambayo mtu yote asingeweza kuviona. Baada ya kuviweka vizuri vitu vyangu nilimpigia simu Faudhia na nikamweleza hatua niliyokuwa nimefikia. Faudhia akaniambia, unaona sasa mambo yalivyokuwa mepesi? Unaona mambo yalivyokuwa mepesi? Japo ukielezwa unaona kama kazi kwa vile hujazoea. Kwanza nikupe hongera shoga kwa tulofikia. Najua palipobaki ni padogo tu. Nikasema uweze kuamini. Yaani kama ungeniuliza swali lolote sasa ningekosa jibu. Lakini kiukweli nashukuru kila kitu kimekwenda vizuri, tofauti na vile nilivyokuwa nafikiria. Akaniambia ni kawaida. Bado nini? Nikamwambia bado uzi wa nguo za ndani. Kumbe kazi imekwisha kabisa. Ikiwezekana twende katikati ya wiki kwa vile kazi imekwenda haraka. Nikasema siwezi kukubalia moja kwa moja. Ngoja niangalie mwenye mali ana kitu gani ambacho kinaweza kunibana. Kama hakuna tatizo, basi tutawasiliana. Akasema kuna tatizo. Nilikata simu na kuingia kwenye kabati na kisha nikaitafuta chupi ya mume wangu ambayo ilikuwa ina news. Niliipata moja ambayo nilitoa uzi na kisha nikauhifadhi. Baada kila kitu kuweza kukamilika, jioni mume wangu aliporudi nilimweleza kwenda kwa Faudhia kwa wazazi wake. Kwani toka afiwe na bibi yake sikuwahi kwenda. Kwa kweli mume wangu hakuwahi kunibishia chochote nilichomwambia, zaidi ya kunieleza tu kwamba niwahi kurudi kwa ajili ya watoto. Baada ya kunikubalia nilimjulisha Faudhia kwamba mume wangu amenikubalia, kwa hivyo twende siku ya Alhamis kwa mganga. Siku ya Alhamis iliweza kufika. Baada ya mume wangu kuweza kutoka na mimi kiguu changu na njia mpaka kwa Faudhia. Nilimpitia hao mpaka Kayenze kwa mganga. Tulifika tulimkuta, alitukaribisha pale. Mimi nilimpa vyote alivyokuwa ametuagiza. Alivyopokea na kisha alichambua kimoja baada ya kingine huku akiniuliza asichokifahamu kwa vile nilikuwa nimeviandika. Kwa hiyo havikusumbua sana. Sasa baada ya kuweza kuvichambua, alichukua pale uzi, akauchoma moto na kisha aliuchanganya na unga wa dawa na kisha akautia kwenye nta. Kucha pamoja na nywele alifanya vile vile. Baada ya kufanya vile alichukua sahani ambayo aliweka dawa. Alikuwa akinuizia kwa sauti ya chini sana na kisha yaliletwa pale maji. Akaomba nioshe nyayo zangu. Niliambiwa niseme hivi wakati naosha zile nyayo zangu kwenye ile sahani. Sahani ilikuwa ina maji. Akanambia hivi niatamke ya maneno kwamba nataka mume wangu awe chini yangu kama ni ukanyagavyo nyayo wangu. Kwa baada kumaliza pale kuosha nyayo wangu, maji yale yaliwekwa kwenye chupa ndogo.
Nilichanjwa pale chale hizo 3 kwenye kinena, na nyingine 2 kiunoni kwa nyuma, na 2 nyingine kwenye ulimi, na kisha nikapakwa dawa nyeusi. Baada ya kumaliza zoezi lile, nilipewa pale nta 3 zilizokuwa na baadhi ya kucha, nywele na mbegu za chungwa. Akaniambia hizi utakuwa kwenda kuzichimbia kwenye kaburi. Nikasema toba, nitaweza kweli? Akasema utaweza, mbona hili ni gumu? Umeweza. Nikasema Mungu wangu, yaani ninavoogopa makaburi utafikiri labda sifi, sijui nitaanzaje. Jamani, watu wakiniona mimi watanitafsiri vipi? Faudhia akaniambia Bugumba, acha uoga, nitakuelekeza, wala hata sio kazi. Nikasema sawa, lakini akaniambia hakuna cha lakini. Kazi hii hufanyika usiku, wakati watu wakiwa hawapo kwenye pilika zao. Na pia siku hizi swala la utamaduni wa kienyeji ni la kawaida tu. Hakuna anayemjali mtu, kila mtu anahangaika na mambo yake. Na huo usiku nikauliza nitatoka saa ngapi na makaburi gani ambayo natakiwa niweze kwenda. Akaniambia kila kitu tutapanga, la umuhimu sikiliza maagizo ili usisahau kwa wakati wa kuzika hizo dawa. Faudhia alinitia sana moyo, lakini kwangu mimi kilikuwa ni kitu ambacho hakiwezekani. Ikatika tu haya sawa. Nilikubali ili nimsikilize mganga anataka kuniambia nini. Baada ya kunipatia zile dawa za kuzika kaburini, akaniambia sasa sikiliza mwanangu. Ukishafika kwenye kaburi, sijui utakuwa na kijiti au chuma, ukishachimba shimo, chimba sana. Alafu nuia maneno haya, sema hivi: na kuzika hapa mume wangu kuanzia leo, usiwe na kauli kama maiti yulala hapa. Kama maiti haina kauli, basi nawe usiwe na kauli kwangu. Kama maiti haitembei, basi nawe vile vile. Kama maiti haioni, basi nawe hivyo hivyo. Kama maiti haifufuki, nawe usifufuke milele. Aisee, yalikuwa ni maneno mazito ambayo yaliutikisa moyo wangu. Swala la kumzika mume wangu akiwa yuko hai lilinitisha. Lakini akili nyingine iliamini zile ni mbwembwe tu za waganga. Nilikubaliana na mganga kwa kuandika kwenye kitabu changu kidogo ili nisije nikasahau yale. Baada ya kila kitu kuweza kumalizika, tulimpa kiasi alichokuwa nakitaka na kumwaga pale. Tukiwa niko njiani nilijawa na mawazo tele juu ya maneno mazito ya mganga na jinsi ya kuweza kuingia makaburini, japo Faudhia alisema kwamba atanisaidia. Pia ile maji niliyokuwa nawa miguu niliambiwa niwe nampa mume wangu katika kinywaji chochote kile. Ile haikuwa kazi kwa kuamini juisi ya embe au chungwa hawezi kuona nikimtilia. Bado niliamini itakuwa ni ngumu kwa kazi ile kwenda kuifanya usiku. Unajua nilijifikiria nitamuaga mume wangu na kwenda wapi? Hapo kichwa kilikuwa kinawaka moto. Unajua nilijikuta nikisimamisha gari pembeni kwa sababu ubongo wangu kwanza ulipoteza kabisa uwezo wa kupata ufumbuzi wa tatizo ambalo lilikuwa liko mbele yangu. Shoga yangu Faudhia akaniambia vipi, mbona umesimamisha gari? Nikasema Faudhia, unajua vitu vingine ni mtihani. Kivipi? Nikasema Faudhia, hivi hayo makaburi nitakayokwenda naanzaje mimi kuingia? Na mume wangu pia nitamuaga na kwenda wapi? Shoga yangu Faudhia akaniambia nilijua tu hilo litakuumiza sana akili kutokana na maelezo yako. Lakini mimi nataka nikueleze kitu kimoja. Mimi nitakusimamia kwenye zoezi zima. Makaburi mazuri ni ya Kitangiri. Muage shemeji, unakwenda kwa mama, na siku hiyo chelewa kutoka, ondoka saa 2 na mimi nitakuwa pamoja na wewe. Kutoka Mabatini hadi maeneo ya Kitangiri itakuwa saa 3. Hivyo tutaingia bila wasiwasi. Si jambo zito hivyo, mwana kawaida tu, utaona mwenyewe. Sasa itakuwa lini? Ikiwezekana hata leo. Si umemwaga unaweza kupitia kwa mama. Ukazuga mpaka saa 1:30, ukatoka na kisha unapitia pale na kusindikiza. Ukimaliza kazi yako, mimi narudi zangu nyumbani. Mbona kazi ya dakika 5 tu? Sawa. Niliwasha pale gari na kuendelea pale na safari. Kwa vile sikuwa na haraka, nilifika nyumbani kwa mama. Ilikuwa ni majira ya saa 11:30. Mama aliponiona alishtuka. Kwamba vipi tena mwenzetu, kwema? Nikasema kwema tu mama, wala hata sio hofu. Unatokea nyumbani au? Nikasema nilifika Kisesa kwa kina Faudhia. Kumbe karibuni. Kwa vile nilikuwa na njaa, niliomba pale nipikiwe chakula. Nilitengenezewa ugali na kwa kisamvu cha karanga. Tulikula pale na Faudhia na kisha tulipumzika kidogo. Hata Faudhia pia kutaka kurudi kwake haraka mpaka malize kwanza jambo langu. Majira ya saa 1:30 tuliondoka taratibu. Tulipofika Salma Con pale, tulikaa kuvuta muda kidogo. Tukapiga pale juice.
Majira saa 2:15 tuliondoka pale mpaka maeneo ya makaburi ya Kitangiri. Tulipaki pale gari maeneo ya nyumba za watu na kisha tuliongozana kuelekea kwenye makaburi. Lakini hapo hofu ilikuwa ni kubwa mno. Nilikuwa nahisi kuchanganyikiwa hata kabla ya kufika huko kwenye makaburi. Maeneo makaburini yalikuwa na kiza kinene, kwa kweli yalitisha. Yani kama ingekuwa peke yangu, hata kwa mtuto wa bunduki nisingekwenda. Palikuwa panatisha mno. Lakini Faudhia huyo shoga yangu alionekana yeye hakubabaika, zaidi tu naye ndo alikuwa anatangulia mbele. Akaniambia, Bugumba, changamka, unaogopa nini? Nikasema siogopi kitu. Mbona uko nyuma kama mkia? Nikasema panatisha. Akasema, wewe wanasema ukitaka uzuri sharti uzurike. Lakini nikamwambia, lakini nakuja kwa ajili yako tu. Wewe kwa ajili yangu, kwani mimi ni uswili? Hebu njoo bwana. Fauzia alisema kwa sauti ya ukali kidogo. Nikasema basi shoga. Ilibidi sasa mimi pale niwe mpole. Fauzia aliacha njia iliyokuwa inapita katikati ya makaburi kuelekea Kitangiri juu. Tulipopiga hatua 2 nilishtuka kuona watu wakiwa wametuama na mtu mmoja alikuwa amesimama. Ilionyesha yule aliyosimama ni mganga wa kienyeji na waliokaa ni wagonjwa. Fauzia kwanza wala hata kushtuka kama mimi nilivyoshtuka. Alikata upande wa kulia na kuwaacha wale watu na kazi zao. Na baada ya tu kama 10 akasema, na imani sasa hapo utafanya kazi yako kwa utulivu. Ningekuwa mimi ningemsikia pale pale kwenye makaburi ya mwanzo. Nikasema mwanzo mgumu shoga yangu. Akasema ndio maana nimekuleta huku. Fanya basi kilichotuleta tuondoke zetu, tusije tukakutwa na wachawi bure, maana na nyao na muda wao kuja huku. Kwa nikatoa zile nta nilizokuwa nimepewa na yule mganga na dawa pia ambazo niliambiwa inatakiwa niweze kumzika mume wangu. Nikaanza pale kuchimba kwa kipande cha chuma nilichokuwa nacho. Nilichimba shimo kiasi na kisha nikafukia zile nta 3 na nikanuizia pale maneno kwamba nakuzika hapa mume wangu kuanzia leo, usiwe na kauli kama maiti iliyolala hapa. Kama maiti haina kauli basi nawe usiwe na kauli kwangu. Kama maiti haitembei basi nawe vile vile uwe hivyo. Kama maiti haioni basi nawe uwe hivyo hivyo. Kama maiti ifufuke nawe usifufuke milele. Kwa baada ya kuweza kunuizia, nilizika ile dawa kisha nilifukia pale na kumweleza Faudhia aliyekuwa amenipa mgongo kwamba shoga tayari nishamaliza dawa. Faudhia akaniambia, unaona sasa? Umebadilika nini? Nikasema mazingira yanatisha shoga yangu, makaburini huko. Basi tukaongozana pale kurudi kwenye gari. Tuliwapita wale watu waliokuwa wakiaguana pale juu ya kaburi ambao hawakuonesha kuweza kushtushwa na kutokea kwetu. Sasa wakati tukiwa tunakaribia njia panda iliyokuwa hapo mule ndani ya makaburi, tulisikia kishindo kama kitu kinavunjwa mbele yetu. Unajua nilitaka kukimbia, lakini Faudhia alinishika mkono na akanieleza, "We Bugumba, hebu acha uoga bwana. Si hayo hayatuhusu." Aise, ingekuwa niko peke yangu lazima tu ningebadili njia, kwani kilichovunjika kilikuwa mbele yetu. Lakini Faudhia ndio kwanza alikuwa na kaza mwendo kuelekea eneo la tukio. Nilimwona akikwepa ile sehemu na mimi nilimfuata. Kuna mtu kavunja chungu sasa hivi, Fauzia alisema bila hata wasiwasi. Nikasema Mungu wangu, sasa navunja chungu makaburini ili iweje? Kwa nini umezika dawa ili iweje? Jibu hili lilinifanya nisiulize chochote hata kuhusu nilowaona wakikaguliwa pale, wakiaguliwa makaburini pale. Niliogopa kumuuliza. Kwa hiyo ilibidi tuongozane mpaka kwenye gari, na kisha niligeuza gari na kurudi hadi barabarani, kisha nilipaki pale pembeni ili niweze kuzungumza na shoga yangu Faudhia. Nikamwambia, shoga, kwanza nashukuru kwa msaada wako mkubwa. Akasema kuna tatizo, nipo kwa ajili yako Bugumba, tumetoka mbali. Nikamwambia kweli kabisa, kwa mtu juu hawezi kujitolea kama ulivyojitolea wewe. Nasema asante. Nashukuru kwa kulitambua hilo. Sasa mimi nikimbie nyumbani, muda umekwenda. Kweli tulipoangalia saa ndani ya gari ilionyesha ni majira ya 4 kasoro. Sikuwa na jinsi, nilimpa Faudhia pale nauli ya teksi, kisha mimi nikageuza gari na kurudi kwangu. Baada ya mwendo mfupi nilijikuta nikimkumbuka mume wangu. Nikajiuliza kama kapiga simu nyumbani na kuambia kwamba mimi nimetoka muda, sijui hata angefikiriaje. Kutokana na mabadiliko ya kitabia nilijua kabisa mume wangu atakuwa amesharudi nyumbani. Nilijiuliza kiniuliza nimechelewa wapi, sijui hata nitamjibuje. Amini usiamini, toka niolewa siku ile ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza kurudi nyumbani saa 4 usiku. Nilikuwa nikizidisha sana saa 1 usiku. Zaidi ya hapo labda nitoke na mume wangu, hata kama nikirudi saa 10 za usiku nilikuwa na mwenye nacho, kuna shida gani? Nilipofika nyumbani baada kuingiza tu gari langu, nilikuta pale gari ya mume wangu imepaki sehemu yake. Hapo kwanza moyo wangu ulipuka yani. Nilipaki gari langu kabla hata ya kwenda ndani, nilikwenda kwanza kwa mlinzi kuuliza mume wangu amerudi saa ngapi. Nikamwambia Jonathan, na mama, eti baba amerudi saa ngapi? Leo kawahi kurudi toka saa 11. Nikasema za jioni. Mama, kwani saa 11 ya usiku? Nikamwambia okay, sorry. Umesema amerudi saa 11 au saa 1? Mama, saa 11 jioni baada ya saa 10, saa 11.
Nikamwambia okay, nimekuelewa. Pale nilishika mkono kwenye paji la uso. Yaani kama vile nimekumbuka kitu, nikageuka kuelekea ndani. Nikajiuliza ni raha gani ningeipata kama muda wote huo mimi ningekuwa karibu na mume wangu. Wakati nageuka na kunyanyua hivi macho yangu, nilishtuka nusu raja ndogo nitoke baada ya kukutana uso kwa uso na mume wangu aliyekuwa amesimama mlangoni. Ghafla mimi miguu kwanza ilikuwa ni mizito. Yaani nilijikuta tu yani sijielewi, yani nimesimama yani kama Ibara kitu gani kimemkuta huyu bidada? Nikusihi sana msikilizaji usikose katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya mwisho ya huu mzigo mtamu kweli kweli kutoka kwake Bwana Ali Mbetu. Mimi naitwa Uncle J. Tupate kujua bidada baada ya sasa kumzika mume wake akiwa yuko hai, je, zile dawa za mganga zilifanya kazi au mambo yalibuma? Lakini pia baada ya kurudi sasa nyumbani anakutana uso kwa uso na mume wake, nini kilichoweza kujiri? Bwana usikose katika sehemu ya pili. Mzigo ndio utakuwa sehemu ya mwisho. Asante sana kwa time yako, nikuage nikuambie tu kwamba sehemu inayofuata itakuwa ni ya moto zaidi. Bye bye.